Serikali itaendelea kuwawekea mazingira bora katika kutekeleza shughuli zenu kwa ufanisi zaidi. Waziri wa Afya Zanzibar Nasoro Ahmed Mazrui amesema jumla ya wahudumu wa afya ngazi ya awali 1242 wamehitimu mafunzo ambapo watatoa mchango mkubwa katika kuwahudumia wananchi. Lengo letu ni kuwa na wahudumu 1000. Kwa hivyo tunakwenda kwa bajeti zetu, mpango wetu, lakini mwisho wake tutakuwa na huduma 1000 ambao watatoa huduma. Kila mhudumu mmoja ataweza kuhudumia kaya 500. Baadhi ya wahitimu wanaelezea namna walivyojipanga katika kutekeleza majukumu yao baada ya kuhitimu masomo hayo. Mahafali hayo ya kwanza ya wahudumu wa afya ngazi ya awali yenye kauli mbiu isemayo wawezesha jamii kuimarisha huduma ya afya ya msingi yalofuatiwa na uzinduzi wa programu maalum ya dharura ya usafiri wa mama na mtoto mchanga kwa lengo la kupunguza vifo vya mama na mtoto. Abdalla Pandu, Star TV, Zanzibar. Naam, huyo ni Abdalla Pandu kutoka huko Zanzibar, na namna ambavyo serikali inajitahidi kwa kiasi kikubwa ikishirikiana na wadau mbalimbali kuboresha miongoni mwa sekta muhimu kwa taifa. Sekta ya elimu na afya, lakini kwenye upande wa elimu. Kwa ni sekta ya afya, elimu. Hao ni wahitimu hao. Ili mtu awe mtu wa huduma za afya lazima apate elimu. Mimi nimemuelewa BJ. Umeona zile nini zile? Wamehitimu hapo. Sema leo nilikuwa najaribu connect kwamba katika mjadala wetu mkuu leo tutaangazia pia sekta ya elimu. Kwa hiyo tutaangalia hizi elimu ambazo tunazipata katika vyuo vyetu hapa nchini Tanzania. Yaani kwa maana ukitoka pale unaweza kujitengenezea mwenyewe ajira au unakuwa tegemezi usipoajiriwa tu. Inategemea. Yaani nimeongea na mama mmoja jioni. Nimeongea na mama mmoja jana jioni, jirani yangu, akaniambia nina binti yangu kwa kweli ambaye amehitimu kipindi kirefu lakini na stress kwa sababu hajapata kazi na ipo tu ndani. Ameshaanza kung'ata midomo. Penda sana vitonga wewe. Penda vya ku amehitimu kozi gani? Kwa hiyo bwana, hebu tuendelee bwana. Eleza vizuri. Hataki uwezi bwana. Uhasibu unaleta mada mezani, hakikisha una taarifa muhimu ili tujue. Hata tatizo la huyu mimi najua kwa nini ungeoje wewe, ningekwambia tu. Anza kunitembelea tu, Beni, hebu tuende kwa yule muhitimu basi. Nisaidie mimi na kampuni yangu wapi? Yaani BJ umwamini. Mimi na Dula Constructions Company Limited wapi? Kama umeanzisha wewe ufahamu. Bwana wenyewe wanasaidiaga watu huko mnaenda nao. Tukiachana na sekta ya uhasibu ambao alikuwa anazungumzia Bernard James, tuelekee huko Dodoma ambako kuna utaratibu ambao pia ulitangazwa na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa kuhusiana na utaratibu wa wakuu wa mikoa kuanza kuzungumza na vyombo vya habari, kuzungumzia masuala kadha ya maendeleo katika maeneo yao. Na jana alizungumza Hajat Fatma Mwasa, mkuu wa mkoa wa Kagera, ambaye amesema ukusanyaji wa mapato ya ndani katika halmashauri za mkoa wa Kagera umeongezeka kutoka shilingi bilioni 23.6 kwa mwaka wa fedha 2020-2021 hadi mwaka 2024-2025 kufikia jumla ya bilioni 175.8, ikiwa ni sawa na ongezeko la 100%. Mkuu wa mkoa wa Kagera Hajati Mwasa ameyasema hayo jijini Dodoma katika ukumbi wa idara ya habari Maelezo, wakati akielezea mafanikio ya mkoa wa Kagera katika kipindi cha miaka 4 ya utawala wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kuwa mkoa huo sio masikini, kwani katika miaka 5 zimekusanywa jumla ya shilingi bilioni 175.8. Makusanyo ya ndani haya ya halmashauri nimesema tumedabu kutoka bilioni 23 mpaka bilioni 47. Kwa hiyo halmashauri mbili za mwanzo katika 10 bora zimetoka Kagera, halmashauri ya Muleba iliyochukua namba 5 na halmashauri ya Misenyi iliyochukua namba 7. Kwa hiyo bado tunaonyesha tunafanya vizuri.
Kwenye makusanyo ya TRA tumeingia kwenye top 5. Mkoa masikini kabisa unaingiaje kwenye top 5 kwenye makusanyo ya Tanzania nzima ya TRA? Haiwezekani. Kwa hiyo ilikuwa tu tunahitaji kufanya mapinduzi ya haraka ya kiuchumi ambayo Aidha, Hajati Mwasa amesema mkoa umekuwa ukitekeleza miradi ya kimkakati ipatayo 28 kwa kutumia fedha za mapato ya ndani ya halmashauri zake na fedha kutoka serikali kuu. Kwa hiyo mkoa wa Kagera kwa sasa waliokuwa wakilalamikia stendi ya Mjini Kati imekwisha kutengenezwa, imekamilika, imejengwa vizuri, ni ya kisasa kabisa na ina frame za maduka. Lakini mwaka huu wa fedha tumeidhinishiwa shilingi bilioni 2 ambazo tunakwenda kujenga terminal building ya kisasa sana. Lakini pia serikali inatujengea soko kubwa la kisasa pale Mjini Kati, tumekwisha vunja, tumesafisha na mkataba umekwisha sainiwa. Kwa hiyo contractor anaanza kujenga, lakini tunajengewa pia stendi kubwa sana ya kisasa eneo la Kairabo ambayo na yenyewe imekwisha sainiwa mkataba na mkandarasi anaanza kazi. Lakini tukija kwenye swala la bandari zetu, Mheshimiwa Rais ameboresha bandari zote mbili, bandari ya Bukoba mjini kwa thamani ya shilingi bilioni 20, lakini na bandari ya Kemondo kwa thamani ya shilingi bilioni 18. Kwa mujibu wa Hajati Mwasa, tangu mwaka wa fedha 2024-25 mkoa wa Kagera umekuwa ukitekeleza miradi ya kimkakati ipatayo 28 ambayo itagharimu jumla ya Tanzania shilingi bilioni 25.98 na hadi sasa zimetengwa katika bajeti ya mwaka 2024-25 na 2025-26 bilioni 11.52 na utekelezaji unaendelea katika hatua mbalimbali. Kutoka Dodoma, Twaha Kivale, Star TV. Huyu ni Bernard James hapo mtazamaji, na tuelekee katika uga wa kimataifa. Sema moja kati ya vitu ambavyo navipenda ni kwamba lazima uambie wananchi umefanya nini. Sio tu kubaki kwamba unaandika kwenye mbao za matangazo ama kwa watendaji. Labda unajua kuwa mikoa wanakaa na vikao kuweza kuongea na watendaji mbalimbali, wakurugenzi, wakuu wa idara mbalimbali na mambo kama hayo. Wakati mwingine pia au kwenye mabaraza ya madiwani wanawajibishwa kule. Ni vema au RCC ile kamati, nafikiri unafahamu ile kikao cha mkoa kile. Sasa wakati mwingine ni vema pia wananchi wakafahamishwa kwa kina kama hivyo. Na unajua mtu, kwa mfano uzuri wa hiki kitu ni kwamba mtu wa Ruvuma anatazama. Mtu wa Lindi anatazama. Mtu wa Iringa anatazama mkuu wa mkoa wa Kagera ameongelea nini na amefanya nini, kwa sababu moja kati ya mikoa ambayo ilikuwa inaonekana kwamba haizalishi ni mkoa wa Kagera. Lakini umemsikia pia alichokuwa anasema ni kwamba walau katika kipindi cha miaka 5 zaidi ya bilioni 200 nafikiri zimepatikana kule mkoani Kagera. Kwa hiyo ni stepping stone ambayo wanayo katika kuhakikisha kwamba mkoa wa Kagera, kwa sababu una vitu vingi sana. Mkoa wa Kagera una zio. Ndio. Mkoa wa Kagera una ardhi ambayo ina fedha aina mbalimbali za kilimo. Mkoa wa Kagera una mazao ambayo ni ya kimkakati. Unapoongelea mazao ya kimkakati, mazao 5, kahawa ni moja kati ya mazao hayo. Tunakubaliana ile vanilla inapatikana kule mkoani Kagera. Mazao ya ziwa yanapatikana kule mkoani Kagera. Ukarimu wa watu wa kule pia ni vitu kama hivyo. Utamaduni, maeneo ya utalii. Yaani unajua kuna vitu vingi sana ambavyo vipo kule. Hujawahi kufika mkoani Kagera, lakini ukienda kule kuna maeneo ya mvuto, kwa sababu hata vita vya Kagera vilifanyika kule. Kuna historical sites ambazo ukifika pale unaambia kwamba hapa hiki hapa kifaru Idi Amin alikiacha hapa. Sio kama ulishafika sehemu hiyo. Mimi nilishafika sehemu ambapo kuna kifaru kilikuwa kiko kimeachwa pale, tukaambia kwamba kile kifaru alitumia Idi Amin. Na Serena pia wapo. Serena wapo, kumbukumbi wapo. Kwa sasa nakuja. Kwa sababu unapozungumzia hao uende sana kule pia ni warembo. Ona vijana wa kihuni alichokuwa ananiambia. Na hii umeambiwa na Dula, nilisikia na haukuwa na mpango wa kusema hilo jambo. Kwa hiyo ni kosa lake, sio kosa lako. Sema wadada kule pia ni warembo. Kwa hiyo namna gani? Unahitaji pia kuoa, nenda kule mkoani Kagera. Mmefikaje? Mmefikaje? Kagera hii. Tunaona. Ndio muhimu. Kwa mfano. Sema mkoa wa Kagera una fursa nyingi, kwa hiyo
ni kiasi cha kuzitumia vizuri tu kwa ajili ya fursa zipi tafsiri. Ndio nimesema kuna utalii, kuna usafirishaji. Kwa sababu uliunganisha tulikuwa tumetoka kuzungumzia swala la warembo. Sasa nikawa najiuliza fursa gani? Si ndio pamoja na hizo? Hata ya kuoa pia. Za uchumi. Ndio. Fursa za kiutalii, fursa za kilimo. Lakini wajivuni pia unawapata Kagera. Tukiachana na sasa kama ni watani wako hapo ndo watani wewe. Lakini kama sio watani wako utani ni wangu. Tukiachana na taarifa hiyo, mtazamaji, tuelekee katika uga wa kimataifa. Tusubiri leo tuone ni mkoa gani mkoa gani ataenda kuzungumza naye, tuone amefanikiwa kwa kiasi gani. Tukiangalia hapa kwenye maeneo ya kimataifa, tuanzie huko katika eneo la migogoro ambako ni Ulaya, ambako marais wa Ufaransa Emmanuel Macron na Vladimir Putin wa Urusi wamezungumza kwa simu, ikiwa ni mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 2.5. Macron ametumia mazungumzo hayo kumtolea wito Putin kusitisha vita nchini Ukraine, ingawa Putin mwenyewe alijibu kwa kuyashutumu mataifa magharibi kuchochea mzozo huo. Viongozi hao wamezungumza kwa zaidi ya saa 2 na kukubaliana kuwasiliana zaidi kuhusiana na masuala ya Ukraine na Iran, ikiwa ni kulingana na ikulu ya LC. Taarifa ikulu ya Kremlin imesema Putin alimkumbusha Macron kwamba mzozo wa Ukraine ni matokeo moja kwa moja ya sera za mataifa magharibi, na kuongeza kuwa makubaliano yoyote amani yatatakiwa kuwa ya kina ya muda mrefu atakayozingatia kuondoa kiini cha mzozo. Tukiachana na hilo bwana, pia nimeona pia habari kutoka vyombo vikubwa vya habari vya kimataifa ni kwamba katika mkutano huo pia ni kwamba Putin ameonyesha nia na akasema kwamba haoni ubaya wa Iran kuendelea na mipango yake ya nyuklia. Sio mbaya. Lakini Putin amekuwa akimuunga mkono muda mrefu. Mbona kumuunga mkono? Unajua. Kwa nini kila mtu lazima aje mbele aseme na muunga mkono? Jua si hata silaha zinajulikana imetoka wapi. Wewe una uhakika gani kama hazikutumika? Haya mambo ni mazito kwako bwana, wewe endelea. Vitu vizito ni usikia tu kitu kimelia usiku na kuambia hicho cha sehemu fulani hicho. Wanajua. Hata mapolisi wakienda kufanya operation na kisikia tu kimewaka uko na twende kwa tahadhari huko. Leo shaka unapigana mtu ambaye amechoka si wapi. Tukielekea ukanda wa Gaza, jeshi la Israeli limesema kwamba limetanua operation zake kwenye ukanda wa Gaza siku chache kabla ya ziara ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu mjini Washington nchini Marekani. Wakazi wameripoti mapigano makali siku chache kabla ya ziara ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu huko Washington. Operesheni hiyo kubwa imefanywa katikati ya ongezeko la miito ya usitishwaji wa mapigano, miongoni mwao akiwa ni Rais Donald Trump wa Marekani anayetarajia kukutana na Netanyahu wiki ijayo. Nasubiri tuone kama inaweza kufanyika hiki ambacho. Michezo kuna nini? Jana kulikuwa na mechi kali usiku. Real Madrid na Juventus. Juventus Turin. Bonge moja ya game hiyo. Turin. Isha moja bila hiyo. Nafikiri umefuatilia. Real Madrid ameshinda na kijana mdogo sana. Ameenda kufunga ile goli kwa ajili ya kupeleka Real Madrid katika hatua nyingine. Na ulikuwa ni mchezo mzuri sana. Yaani hata kwa ambaye hajatazama akiwa hata anasikiliza anaona image ni kali. Sema ninachofurahi Dula ni kwamba hizi game bwana zimekuwa na japokuwa unajua makocha wa kimataifa wale wakubwa nimesikia wakikosoa kwamba hii michuano bwana ipo karibu sana, yani mechi zipo karibu. Wachezaji hawapati muda wa kupumzika na vile vile kuumia ni kugusa tu. Sasa wamelalamika sana, nimeona baadhi ya makocha wa kimataifa kilalamikia hiyo. Lakini pia Borussia Dortmund na wenyewe pia ameadvance baada ya kuifunga timu gani majina fulani hivi, lakini amepiga 2-1. Kwa bonge ya game nimeangalia alfajiri wakati najiandaa kuja kazini. Labda mka asubuhi umeanza kuangalia mechi. Ndio. Kwa hiyo na wenyewe pia wame advance. Sasa angalia wanapoenda kukutana kule. Yaani vigogo wote yani wako hivi. Kama unaona wachezaji pengine wapumzike na nini, usiwapumzishe. Usiwapeleke wasicheze. No, wachezaji wanatakiwa kupumzika. Sasa kwani wamelazimishwa kwenda? Bwana wewe. Na hiyo ndio kazi yao sawa sana. Mimi nikakwambia Bernard sasa inabidi upumzike huko. Lakini wewe unapumzika mwezi mzima hapo. Usitangaze sijui na nini. Una mwezi mzima kupumzika. Lakini nikiamua
sipumziki. Alafu mpira sio hivyo. Okay, wewe unasema wewe ni mcheza mpira. Mpira wewe unajua. Huwezi ukacheza back to Simba ulisikia kipindi fulani akawa analalamikia kwamba matokeo ambayo aliyapata hapa kipindi cha mwisho kutokana na game kwa back to back. Kwani wanasajili wachezaji wangapi? Na wanaocheza na kwa wanakuwa na first 11 wangapi? Kwa wanakuwa na first 11. Sasa hilo sio swala letu sisi. Lakini mimi kitu ambacho ninajiuliza, ukitaka kupeleka wachezaji mapumziko lazima upeleke kikosi chote. Yaani kama kuna njia, kwani hakuna uwezekano wa kupeleka timu nusu mapumziko? Pumzisho wengine. Unafikiri ni ready? Sajili. Mimi najaribu tu kuhoji kwa sababu wachezaji ambao unakuta kwenye timu fulani ni zaidi ya wale wanaoingia kwenye mechi. Football bwana football inatumia nguvu. Kinashindikana kitu gani kusema kwamba wiki hii wanaenda watu fulani? Hayo tunayakubali. Okay. Lakini mpaka hii michuano inawekwa. Sidhani kama hao FIFA waliamua tu wakalala wakaamka kesho kutwa tutakuwa na mashindano yote mdabidi walikaa wakajadiliana wakakubaliana tunayo. Sasa mmeenda ndo mnaanza tena kuzungumza. Na ndio maana hata Matola wakati tunazungumzia issue ya Simba, Matola alikuwa anasema hii ratiba tuko nayo kitambo. Ndiyo. Tunajua kama tutacheza kila baada. Kwa hiyo sisi tutajiandaa twende tukacheze kwenye michezo kwa sababu ratiba tunaifahamu. Sawa, basi nafikiri hakuna la ziada kwenye michezo na burudani. La ziada labda ulete. Okay, yameisha. Mtazamaji, basi tumehitimisha hivyo. Wacheze mpira bwana. Abdalla anasema waende mapumziko. Okay, sawa. Abdalla akisema wacheze mpira, Elia nikisema kwamba kuna umuhimu wa wachezaji kupumzika. Tunapumzika kidogo na sisi. Unaona la. Tukaporejea umeongea dakika 15 tu hapo unataka mapumziko. Wenzako unataka mwaka mzima ingie uwanjani. Dakika 90. Wewe binadamu wa namna gani? Pige bwana. Wanaumia miguu. Wanaumia miguu. Miguu hapana, lazima tu hapo. Alafu unajua wale wachezaji bwana wanategemea miguu yao. Akiumia na akili za haraka tena. Akili zao wao wanafanya maamuzi ya haraka. Ni makosa ya nani? Wewe una wachezaji 24. Anayeamua wachezaji waende kwenye mapumziko ni nani? Una wachezaji 24. Sawa. Hawa wachezaji 20 wanaanza ni 11. Kuna wengine huko. Sasa ni wewe kuchagua kusajili wachezaji wenye quality inayofanana. Ili akitoka Beni akipumzika mechi 2, anaingia Othman naye anakaa anapiga mechi 2 atapumzika. Hivyo sawa, wenye unatazama kwa hivi sasa, lakini asante sana Abu kutoka kule Mugumu Serengeti. Kwa hivi sasa umeweka TV yako vizuri na mwangalia Abdalla, Lilian pamoja na BJ katika kipindi cha Tuongee Asubuhi. Tupumzike kidogo na kisha tutakaporejea Lilian atatupitisha kwenye magazeti. Ukitazama uendako utagundua unahitaji kasi iliyosambamba na ukuaji wa teknolojia. Huko ndiko jamii iliyowezeshwa na huduma za mawasiliano ipo. Anza sasa kufaidi matunda yaliyopo kwenye teknolojia, na fursa zipo kwenye jamii yetu. Usikose kutazama kipindi cha jamii yetu hapa Star TV kila Ijumaa saa 12:30 jioni, na marudio ni Jumapili saa 9:30 alasiri. Kumbuka kipindi hiki kinaletwa kwako na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, TCRA. Dunia inapiga hatua na kasi ya maendeleo ni dhahiri. Ujenzi wa miundombinu, kilimo, uchumi na biashara, uvuvi, ufugaji na madini. Na bado dunia inatakiwa kuwa sehemu salama kwa viumbe na mimea. Ingawa shughuli za kibinadamu ni sababu mojawapo ya uharibifu wa mazingira, ni jukumu letu na njia sahihi ya kuhifadhi mazingira na asili. Haya yote utayapata katika kipindi cha Mazingira. Itakupa mbinu na mpango mkakati wa kujilinda na kuhifadhi mazingira na kuhakikisha tupo katika mazingira yenye afya na ustawi, huku tukiwa katika mazingira sahihi. Tanzania Kesho. Wana wa Israeli. Wewe unaweza kupambania ndoa yangu?
Saonekana chizi mimi. Usije kunitafutia matatizo. Na kwanza nimtafute ili weje kwanza. Atake asitake lazima alisiwe. Afu wewe, nikaka wa mume wangu. Hizo hisia nazitolea wapi? Shida lazima tumuoe, lazima. Usingalitoka na kwenda kufanya pumbavu wako na ujinga wako na ufanya huko. Kaa kimya. Shida, kaa kimya. Yaani Tuongee magazeti ni sasa, na unaweza kutuandikia ujumbe wako mfupi. Namba yetu ni 0763749286 kwa lolote ambalo unaliona katika kipindi hiki, nasi muda tunaousoma ujumbe wako. Lilian Ruguga, Juni 2 kwenye magazeti. Leo nini kimeandikwa? Tunaanza na gazeti la Mwananchi. Na nini? Na habari kuu hapa kwenye gazeti hili la Mwananchi, vita ya ubunge CCM. Kuna kiti pale kimewekwa, na hicho kiti cha nani? Mbona chekundu? Hiki kiti kina rangi nyekundu kama kwa mbali hivi kimeandikwa nini orange fulani. Ubunge 2025 2030. Pembeni sasa hapa baada ya kiti kwenye habari picha namuona mbunge wa Ilemela Mabula, lakini pia dhidi ya unaona muziki ulivyowekwa, yani hapo ni dhidi ya Ngadu Kuihaya. Huyu anaitwa ni Kuihaya, lakini pia Okay. Kwa upande wa Nyamagana yupo Masha dhidi ya Mabula. Masha ni waziri wa zamani. Kwa upande wa Mwanza tumeonyeshwa Ilemela, na upande wa Nyamagana Kisesa sijui. Ona Arusha kule. Lakini sasa kuna Kibamba Mtemvu dhidi ya Kairuki, na ukija kwenye upande huu wa pili kuna Arusha mjini hapa namuona Makonda dhidi ya Gambo. Hiyo ndio vita. Hii ndio vita. Hiyo ndio dabi. Hiyo sasa hiyo ndio vita. Natamani ni yani wajumbe naona wapo katika hali ngumu sana. Ila wajumbe washindi jambo na tuone. Hawajawahi kushindwa wajumbe. Haya, lakini Simanjiro hapa namuona Milia dhidi ya Sendeka. Sendeka. Vita ya ubunge CCM. Jamhuri yaomba muda zaidi kesi ya Lissu. Yeye ataja uchaguzi. Lakini ukopoaji wa mizigo katika malori usiku tishio Pwani. Unakuja unafuatilia hii kesi bwana ya Lissu, kuna vitu vingi sana unakuwa jana nilikuwa naangalia hadi Rais Daktari Samia Suluhu Hassan huwa anafuatilia. Haya, kuna lipi jingine tena hapo? Anafuatilia hii kesi. Tumalize. Sasa Beni ufuatilie kesi. Jana bwana, unajua kuna watu waliweka ile picha ya kugushi. Walipachika mambo ya AI. Haya, kilimnemba tunaitumia ni usiku. Gazeti la Nipashe kwenye gazeti la Nipashe hapa, habari kuu kwenye gazeti hili la Nipashe yani sogee kwa vikumbo ubunge vyazidi kushika kasi. Vikumbo bwana, mtu ukipita kuna ile mtu unapishana naye alafu apiga kama kipepsi hivi, yani anachukua fomu huyu anaenda na kuangalia mnatoka. Wengi wajitokeza kuchukua fomu, Kitwanga, Sabaya, Ngeleja waibuka. Kwa mfano mimi nikija Bernard kwenye jimbo ambalo ni mbunge wa hapa. Mimi nikaja ukaniona ni rafiki yako kipenzi kabisa. Ukaona sasa na mimi nimekuja kuchukua fomu kwa ajili ya kugombea hilo ni jimbo ambalo wewe upo. Utaniona kama ni msaliti ama utaichukulia ni demokrasia kila mtu. Kwa macho yako ya karibu utasema hivyo, lakini kwa macho ya nyama naingilia anga zangu utasema hivyo. Anga zipi? Sisi niacheni endelee kuwatumikia na ushindani tu kama ushindani mwingine. Afu nimeona jana kuna mbunge kuna mtiania amenyimwa fomu, sijui ilikuwaje. Tuendelee. Tutaifuatilia zaidi. TRA yapanga kukusanya trilioni 36 mwaka 2025. Trilioni 36. Trilioni. Trilioni 36. Trilioni 36.
Nasikia kabisa. Yaani ninapofika hapa kwenye swala la trilioni. Sasa wewe unapoitamka ile T kula sana semene. Sio na mimi ninavyoitamka. Ila tunaitamka hivyo hivyo inavyotakiwa. Mimi mwenyewe natamka inavyotakiwa. Trilioni. Sio trilioni. Unakula sana michembe. Lissu adai magereza imetekeleza maombi ya madai yake. Alikuwa anazungumzia swala la huduma. Napenda anavyokuwa anajitetea. Unajua jana kuna mtu alikuwa anauliza mbona Lissu anajitetea mwenyewe? Ngamia yeye aliomba hiyo ruhusa na akapewa kwenye mara mwisho niliyokutana. Kwa sasa hivi yeye mwenyewe anatetea kile ambacho anatuhumiwa. Haya, UN yasitisha ulazima kusaidia nchi maskini, lakini wanafunzi wafariki dunia kwa kufukiwa na kifusi. Hii sasa ni changamoto. Wanaondoa ulazima kusaidia nchi maskini. Sio lazima. Msaada sio lazima. Ukinyimwa usilalamike. Sema hiyo habari bwana, watoto kufukiwa na kifusi ni habari ambazo zinasikitisha sana. Walimu tuangalie watoto wanachokuwa nakifanya. Sawa, tumemaliza kwa namna hiyo kwenye gazeti hili la Nipashe, ambapo habari kubwa hapa, vikumbo vya ubunge vyazidi kushika kasi. Twende kwenye gazeti la Habari Leo. Kwenye gazeti la Habari Leo hapa habari kubwa, sababu 7 TRA ikikusanya trilioni 32 ni kwa mwaka wa fedha 2024-2025 yavunja rekodi tena. Lakini mpango aita tena mwekezaji viwanda kilimo. Lakini Kagera kujengwa hospitali magonjwa ya mlipuko. CCM yafunga pazia leo, Sabaya achomoza. Ni ile ni Arusha Magharibi. Nakumbuka neno magharibi anapogombea. Kuna neno magharibi. Hatma ya kesi ya uhaini ya Lissu Julai 15. Kesi imeahirishwa mpaka Julai 15. Kwa tutajua inaenda mahakama kuu ama inafutwa kabisa. Tutajua Julai 15. Haya, habari kubwa hapa kwenye gazeti hili la Habari Leo, sababu 7 TRA ikikusanya trilioni 32. Twende kwenye gazeti lingine. Magereza sio mazuri, sio kuzuri. Twende gazeti jingine. Haya, gazeti la Majira. Rais Samia aiwezesha TRA kuandika historia. Kwa namna gani ameiwezesha utapata kufahamu zaidi kwenye gazeti la Majira. Sawa. Haya, lakini yavuka lengo la makusanyo yake kwa kufikia ufanisi wa 105% kwa mwaka wa fedha 2024-2025, haijawahi kutokea tangu kuanzishwa. Ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira litakuambia zaidi ni kwa namna gani. Lakini bei ya petroli, dizeli yaendelea kushuka. Leo bwana, wakati natoka nyumbani, kuna dereva mmoja alikuwa analalamika, nyinyi mmepunguza tu shilingi 8. Nimepita sheli zote huko. Shilingi 8 tu. Sasa hizi change mnaturudishiaje? Dr. Mpango ateta na waziri na change. Change wanayo. Hapa bwana. Ile hizo change. Dr. Mpango ateta na waziri mkuu wa Vietnam, lakini uvuvi haramu kikwazo cha ukuaji sekta ya uvuvi nchini. Ni Vietnam. Wewe unasema ni Vietnam. Kuna movie zile za Marekani na Vietnam. Vietcong. Sema kama rais anaona kuna fursa. Of course kuna nyingi, wala wanalima kahawa, mpunga ndio sawa kule. Uvuvi. So kuna fursa za kuweza kufanya kwa ushirikiano mkubwa. Na Vietnam imekuwa ni moja kati ya mataifa ambayo yamekuwa na mahusiano mazuri sana Tanzania toka kipindi kile cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Unakumbuka kipindi kile zile harakati za kina Ho Chi Minh. Si kama unafahamu Ho Chi Minh, lakini pia kina nani wengine? Zile harakati za lile taifa. Kivuo kwanza ni swala la Vietnam walikuwa ni communist, ni wa jamaa.
Sasa kama Vietnam wanalima mpunga, kuna kijana sasa hivi hataki kilimo. Na kuna wakati Marekani iliingia kwenye mgogoro mkubwa sana kwa sababu hayo zile sera zile za bepari sio jamaa sio nini. Kipindi kile shida ilikuwa kubwa sana kipindi kile, mpaka wanakwenda kule Viet Cong ilivyokuwa zile pigana sana kwa vita pale, ilipigwa sana kati Saigon ilikuwa pale, yani ndio maana filamu nyingi ukiziangalia nafikiri huwa zina propaganda, nikwambia kwamba vita huwa vina propaganda nyingi sana. Mpaka leo kuna filamu ambazo Marekani wanazitoa zikiongelea vita vya Marekani ambao walikwenda kule kuondoa utawala fulani ambao walikuwa wanaona kwamba auzingatia ambao walikuwa wanahitaji. Ndio ile komando mmoja anapigana na hiyo alikuwa anaonyesha kubadilisha kwenye gazeti hili la Majira. Ilikuwa ni Rais Samia iwezesha TRA kuandika historia. Tunalo gazeti hapa la Uhuru pia, habari kubwa hapa, kasi uchukuaji fomu CCM ya kosha wa Kongwe. Wamebariki hili swala. Lakini vijana wengi wamechukua fomu. Hawa Kongwe ni kina nani? Namuona Mzee Msekwa, namuona Gertrude Mongela, namuona yule pale Captain John Chirigati, yes. Namuona Kate Kamba, mama Kate Kamba. Wanasiasa kipindi kile walikuwa kuna picha zao. Wakina mama kipindi kile walikuwa maarufu sana kwenye siasa za Tanzania. Pia mbona siku nyingi sana mama Kate Kamba. Yeye nzuri sana. Kate Kamba. Wale zamani kina Shamim Khan, kina Zakia Meji kipindi kile, kina Maua Daftari. Kishindo cha mapato TRA, BOT yapata 40 mikopo ya kausha damu. Ndio. Waka ushadamu mtu anakuambia eti unakopa shilingi 50,000 unarudisha shilingi 35,000. Sio lakini ndio acha riba ya 1030. Riba sasa hiyo. Maana yake hapo unarudisha 85. Umepigwa hapo. Yaani hapo huo ndo. Lakini ukiwa kuna shida unachukua. Hapana, maelekezo ya benki kuu watu kwamba riba ambao wanakopa sio kwamba hawajui riba ni kubwa. Wanafahamu kwamba riba ni shida, isipokuwa ni changamoto. Mtu anatakiwa awe na ada. Lakini pia haya makampuni ambao wanafanya biashara ya kukopesha yapo na wameka hiyo riba na wanajua kabisa watu ni kinyume na sheria. Na ni kinyume na sheria. Birthday ya baby anunuliwe keki. Sasa hiyo haina umuhimu. Rais shikilia hapa. Rais Mwinyi apongezwa kwa mageuzi ya elimu. Rais Samia mteua bosi mpya Tiseza. Hiyo mamlaka ya uwekezaji kule nani Zanzibar. Tena aliyekwenda kule bwana yule aliyekuwa bosi wa nani TIC nafikiri Utaenda ngoja niangalie hapa hiyo bwana, nafikiri vyema tukawapatia tume ya tuangalie hapa. Kuna bwana mmoja alishakuja hapa Abdalla, alishakuwa naye hapa bosi Gilead si nani, ngoja Maarifa tunaye hapa bwana kijana. Yes. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni habari ambayo ipo. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania. Yes, hiyo Tanzania Investment and Special Economic Zones Authority TSEZA. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusilika, Gilead John Terry. Haya, muumini atuhumiwa kumuua mchungaji. Toba. Muumini. Tuhuma. Kisa gani? Kisa nini? Kisa sasa, ukitaka kujua kisa zaidi kwenye gazeti hili sasa la Uhuru, nunua gazeti lako la Uhuru. Habari hii inapatikana kwenye ukurasa wa 6. Nimeshaanza kuhisi inawezekana ni nini hapo. Sasa hiyo kuhisi kwako ya nini? Nimeshaanza kuhisi gazeti la Uhuru. Tanzania Vietnam zina ushirikiano, Dr. Mpango. Haya, tumemaliza kwenye gazeti hili la Uhuru, twende kwenye gazeti lingine. Gazeti la Mwanasport. Hapa kwenye habari picha. Namuona Pacome amevaa taji. Lakini pia namuona ni mchezaji wa Auha na yeye amevaa taji. Lakini Pacome Auha
Utaniua. Ndio tena. Hebu itamke ulivyoitamka. Ndio tena. Kuna ile tone ya kimichezo mimi hiyo sina. Sio shale ahwa. Ahwa. Sio ahwa. Kwa sababu inaanza ni sawa. Na nimeona hii. Pacome ampindua ahwa. How comes? Sijui kwenye nadhani ni kwenye inawezekana ni assist kwa sababu kwenye assist walikuwa walikuwa na 9 na kwenye magoli waliofunga mengi ni nani? Magoli yamefunga mengi ni Jeshi le Ahwa. Sasa nilimsikia Faisal Salum Abdallah Fetoto. Yeye kwa maoni yake. Kwa sababu issue iliyokuwepo hapa ni kwamba nani anapaswa, kwa sababu mfungaji bora ni Jeshi le Ahwa. Lakini mchezaji mwenye thamani zaidi ni nani? Yani MVP ni nani? Inavyofahamika kwamba mchezaji aliyechangia magoli mengi, haya mchambuzi wa soka, ndiye anapaswa kupewa nini? MVP. Aliyechangia magoli mengi, kama ni kufunga na kutoa hizo assist, anastahili kwa nani? MVP, most valuable player. Sasa ngoja tuangalie kitu kimoja. Sijamalizia kwa kabla ya kwenda huko, ngoja nikuulize swali moja. Wewe umeassist labda magoli 12, si ndio? Umeassist hizo. Na wewe magoli ambayo umefunga labda ni 5. Lakini mimi magoli ambayo nimeyafunga mimi kama mimi sasa ni magoli 16. Nani ambaye ni muhimu hapo? Wewe tuangalie data tu kwanza. Unacheza sio timu gani? Unacheza position gani? Hata kama ni beki lakini imefunga magoli 16. Wewe ni kiungo kama ni beki lakini unaweza kufunga magoli 16. Mchezo gani anacheza beki? Maana yangu ni kwamba kama labda ajifunge. Maana yangu ni kwamba kama wewe ni kwa sababu hapa naangalia una mchango kiasi gani kwenye timu yako. Kama wewe ni striker, maana yake utachukua mfungaji bora. Lakini kama ni kiungo, hiyo ni added advantage. Kiungo kazi yake kubwa ya msingi ya kwanza ni kupika, sio kupakua, ni kupika. Sawa, amepika 12. Narudi kwa Fetoto. Fetoto akasema hivi, mshambuliaji, kiungo, mfungaji. Na Fetoto ni kiungo, kwa hiyo tuna mshambuliaji. Kwa akasema hivi, yeye ana kwa maoni yake, Jeshi le Ahwa anastahili kuwa mfungaji bora, ambao hiyo haina ubishi, lakini pia anastahili kuwa MVP, na akasema anastahili pia kuwa kiungo bora. Mtoto amezungumza kama mchambuzi wa michezo, lakini pia nani Jeshi sio mshambuliaji, kiungo mshambuliaji. Sawa. Kwa hiyo yeye kwa sababu akatoa mfano, akasema msimu uliopita nadhani Aziz Ki alikuwa mfungaji bora, akapewa kiungo bora, akapewa na MVP. Kwa hiyo yana anatamani Jeshi le Ahwa awe kiungo bora, awe mfungaji bora. Na normally kuuliza kwa sababu ukiangalia Jeshi le Ahwa amefunga magoli mengi. Of course ndio bana magoli mengi. Lakini assist pia anazo 9. Wakati huo Pacome ana goli 12, ana assist 10. Sasa maana yake zikipigwa hesabu hapo mwenye nyingi Jeshi le Ahwa ana mchango. Nyingi ni zipi? Lakini sasa wengine watananili, je, ameisaidia kwa kiasi gani timu yake? Pacome ameisaidia Yanga kuchukua ubingwa. Na ndio magoli ambayo kwenye goli zile kwenye ile mchezo wa mwisho na Pacome alikuwa na tena ndo alikuwa man of the match Pacome kwenye haya. Huyu naye sasa mimi nadhani hapa itumiki kama ambavyo walikuwa wanatumia busara hamna. Na ulikuwa unataka kusema kwamba itumike busara? Hapana. Tunani hamna busara. Kwenye hii busara itumike vile vigezo ambavyo vilikuwa vinatumika. Sije kafikia hapa ndo kaanza, lakini sasa kwa hapa huyu kama kigezo cha kuchukua kombe hakikuwepo kwenye mtu kuwa MVP. Mimi nafikiri wanaofanya maamuzi wana akili timamu. Yani wanajua vigezo gani vinastahili, vigezo gani havistahili. Kwa sababu wakati fulani kulikuwa na ile debate walivyofungana Ntibazonkiza na nani na Mayele kwenye magoli. Wakaanza wengine wakaanza kusema huyu anagolia penalti, huyu hicho kigezo hakikuwepo. Kwa kama kigezo kipo wasikiweke sasa hivi kwa sababu tu wanataka kubalance.
Kwa kama mtu anastahili, kwa sababu yule tayari ufungaji bora hiyo ni ya kwake. Tusubiri tuone kwenye kiungo bora na MVP. Jovin urudishe tena ili gazeti. Kuna jambo liko hujamaliza. Hatukumaliza. Kwa hiyo turudishie tena ili gazeti. La Mwanasport. La Mwanasport, ili gazeti la mwisho. Haya. Kuna ngumi nimepigwa inanisumbua. Wapi? Bondia yeye anasema kuna ngumi inanisumbua. Kuna ngumi nimepigwa inanisumbua. Ipewa kitu. Hadi leo. Ndio nitakupiga ngumi kila ukigeuka unaiona na moja. Kumepeseko. Kwa hiyo mjue kabisa hapa naona kuna picha ya mabondia hapa. Lakini FIFA CWC leo Dortmund dhidi ya Monterrey saa 4 usiku Mercedes Benz. Sasa wewe bado unaona mechi game. Si ndio leo imecheza alfajiri saa 10. Ukasema saa 4 usiku. Hiyo game ilikuwa ni saa 10. Saa 4 usiku. Hii hapa jamani kwenye gazeti. Hiyo game imeisha. Dortmund ameshinda 2-1. Jamani. Leo gazeti hili Dortmund dhidi ya Monterrey. Nafikiri ambacho ni kwa kusikiliza iko hivi. Saa 4 usiku. Ni saa 10. Au ni saa 10? Yaani haiwezi kuwa saa 10 usiku. Jamani. Kwa hiyo ishacheza. Hili gazeti limeingia kwenye unajua nani kwenye kwenye circulation, kwenye kuliprint. Wameprint usiku, si ndio? Sasa wanadadisi. Usiku walikuwa na kwamba game inacheza saa 10 na imeshaisha. Angalia kwa macho yako ya nyama. Hivi saa 10 ni alfajiri ama usiku? Ni alfajiri ama usiku. Sasa game jana saa 4 usiku. Game jana saa 4 usiku. Ilikuwa ni ya Madrid dhidi ya Juventus. Lakini game ambayo mimi nakuja kazini bado ndio inaelekea ilani ndio inaisha. Ndio hiyo unaizungumzia. Ndio hiyo. Borussia Dortmund ameshinda bao 2-1. Lakini kwenye gazeti hivi kuna mechi za alfajiri. Ndio. Nyingi tu zinapigwa alfajiri, game zinapigwa saa 9. Namaanisha kwenye hii michuano. Hizo ndio zipo nyingi. Au wao wana mechi gani? Subiri. Messi atajwa England. Ngoja. Mbadala wa Sila. Nimeangalia wakati nakuja huko naiangalia. Nadhani nakubaliana na Bernard kwenye hiyo circulation ya gazeti. Sasa na wao hili wanapaswa kama ni hivyo wanapaswa kutazama. Yaani mechi ishachezwa wewe alafu unaandika saa 4. Tena bora wangeandika saa 4. Tena wameandika bora wangesema saa 10 alfajiri wangesema. Wamesema saa 4 usiku. Saa 4 usiku. Kwa maana bora tungesema wameandika saa 10 wakasema saa 10 usiku tungesema wamechanganya. Game imeisha. Inakuwaje saa 4 usiku? Game imechezwa jana. Yaani ukisema jana sasa ni leo kwa sababu ni saa 10. Saa 10 tayari ni leo. Ndio. Kwa maana hiyo game imecheza ile na ndio hivyo. Jamaa ameibuka na ushindi wa mabao 2. Na umeona hapo iko hivyo. Iko hivyo. Sema wana wenyewe waweza update sasa hivi kwa sababu tunajua na wenyewe pia walikuwa bado ndo andike saa 4 usiku wakati mechi imechezeka alfajiri. Hujanielewa? Ninachomaanisha mimi ni kwamba leo kosea ni gazeti. Nadhani gazeti lilikosea. Badala kuandika saa 10 alfajiri wakaandika saa 4 usiku. Haya. Badala wa Sila Azam ni huyu. Magoli kafungana na nani? Magoli alikuwa anajiandaa magoli sikuangalia kupata nafasi ya kuangalia mechi yote. Ngoja kwanza. Messi umeona wewe ulitoa soma hii game ni saa ngapi? Inajua saa ngapi? Imetoka Bernard. Hii hapa game. Angalia. Hii ni saa Jumatano Julai 2 saa 10 alfajiri. Umeona timu gani? Dortmund Monterrey. Montreal. Kwa hiyo game ishaisha. Na game nyingine ilikuwa ni jana hii hapa ambapo Madrid ameibuka. Mimi ushangaa sasa pengine Beni ameona yajayo. Hapana. Game hii game nataka nianze kukutumia kwenye masuala yangu. Haya, tumemaliza kwenye Jovin, asante sana. Yes, imefanyaje? Yes, nafikiri ligi kuu England. Yes, hii hapa. Naweza kukipiga. Jana half time, game half time ilikuwa ni 2-2. Na nafikiri unaweza kuona hapa nani Guiras ameshinda, amefunga goli dakika 24. Nafikiri nakumbuka alikuja hapa ndio amefunga pia dakika 14. Guiras unamkumbuka? Alikuja na ile timu ya nini ile? Nani huyo? Yule Guiras yule wa Guinea. Kama bwana nani ndio hiyo hapa. Half time ilikuwa ni 2-2. Huyu hapa alikuwa anaweka watu katikati hapa. Hiyo mechi gani?
ndio hiyo ya Borussia Dortmund. Baadaye hii ilikuwa ni half time muda huo. Ilikuwa ni half time 2-2. No, hata ilikuwa 2-1. Kwa mechi dakika 90 hawa Dortmund na ilikuwa ni hapa nilikuwa najaribu kufuatilia pia. Nitawafungia kuzungumza. Dakika 90 plus Dortmund ilikuwa 2. Montreal alikuwa ni Dortmund alifunga na huyo, alafu hiyo la wale wengine wamefungwa na Beterame dakika 48. Asante sana mchambuzi Bernard James PJ. Na game hii hapo. Tuko pamoja. Kwa bwana huyu bwana msimtumie kwenye masuala yenu. Kwamba anaweza akaona. Sikiliza timu ambazo zimeingia kwenye nani? Borussia Dortmund, Bayern Munich, PSG, Madrid, hii timu gani? Chelsea, Palmeiras na Fluminense ameingia. Chelsea, PSG, Madrid, Al Hilal, Palmeiras na Fluminense zote za Brazil, Bayern Munich pamoja na Borussia Dortmund zote za Bundesliga. Al Hilal alimtoa Manchester City. Piga goli nyingi mchezo matatu. Tumetimisha? Tumetimisha hivyo kwenye upande wa uchambuzi wa magazeti. Sasa hivi ni saa 1:57. Asante sana BJ. Hivyo ukigeuza saa 1:57 ni saa 2:03. Asante sana Alhabib Abdalla pamoja na BJ. Tunaenda kwenye mapumziko, nafikiri tukirejea tunaenda kwenye mjadala wetu. Lakini Richard Galila anatazama, anapatikana Ulembela. Anasema nipo na nyinyi tu mpaka kieleweke. Body language inaweza kupa picha kamili katika mwenendo wa tukio la jana Apollo kutoka Dar es Salaam. Tuende mapumziko, tukirejea hapa tutaenda kwenye mjadala wetu. Usajili wewe. Kwa hiyo tuanze kusubiri tetesi. Nimeona kuna sehemu moja ameandika watu waanze kupakua ile app yao. Hataki hizo. Hataki nini? Kazi yako tu anakuambia eti ni kupika. Msongo wa mawazo anaweza kumpelekea mtu kukonda. Mama au baba hawajampa ushauri fasaha. Ndio. Ukijidharau mwenyewe, zote anakudharau. Hivyo basi unatakiwa wewe unajiamini mwenyewe. Kwa mfano mtu amelala wiki moja bila kula. Ni kujizi. Mbona kama tunasemana? Kwani kusoma ni lazima? Labda twende waende wakadange au kujiuza. Kirefu cha EM nini? Amka mapema. Kama hiyo ni amka mapema, PM ni nini? Pumzika mapema. Mwenye ubora, teno bora zaidi ya wengine. Mungu aliumba mwanadamu kwa kusudi. Na akaanza na mwanaume akiwa na maana ya kwamba kama kiongozi wa mbele. Alafu akaleta msaidizi. Sababu kubwa, zipo nyingi, lakini kubwa ni watu kumkataa Mungu na kumwacha Mungu. Mungu alipokuwa anaumba, aliumba kila mtu akampa wajibu wake. Akampa jukumu lake. Mwanaume amepewa jukumu la mfano wa Mungu katika utawala na usimamizi. Mwanamke amepewa wajibu wa kumsaidia huyu mwanaume. Kwa lugha nyingine ni kwamba lazima tutambue neno msaidizi, kwamba amechukua jukumu fulani mtu fulani mpaka sehemu fulani, lakini amefika sehemu ni kama uwezo wake umefika kikomo. Mwanamke ameletwa ili amsaidie mzigo huyu mwanaume, jukumu zito ambalo amepewa na Mungu. Mwenye ubora, teno bora zaidi ya wengine. Dunia inapiga hatua na kasi ya maendeleo ni dhahiri. Ujenzi wa miundombinu, kilimo, uchumi na biashara, uvuvi, ufugaji na madini. Na bado dunia inatakiwa kuwa sehemu salama kwa viumbe na mimea. Ingawa shughuli za kibinadamu ni sababu mojawapo ya uharibifu wa mazingira, ni jukumu letu na njia sahihi ya kuhifadhi mazingira na asili. Haya yote utayapata katika kipindi cha mazingira. Itakupa mbinu na mpango mkakati wa kujilinda na kuhifadhi mazingira na kuhakikisha tupo katika mazingira yenye afya na ustawi, huku tukiwa katika mazingira sahihi. Tanzania kesho. Wana wa Israeli. Wewe unaweza kupambania ndoa yangu?
Saonekana chizi mimi. Usije kunitafutia matatizo. Na kwanza nimtafute huyu Roje kwanza. Atake asitake lazima alisiwe. Afu wewe, ni kaka wa mume wangu. Hizo hisia nazitolea wapi? Shida lazima tumuoe, lazima. Usingalitoka na kwenda kufanya pumbavu wako na ujinga wako na ufanya huko. Kaa kimya. Shida, kaa kimya. Yaani unataka kutuogopesha eti sisi tuogope, tushindwe kuishi kwa amani. Hey! Sokana mtoto wa kike, umesikia? Kijiji kizima kinanitambua kama mimi ni nani. Mimi ndo madhao, mimi ndo shangazi sasa. Unataka kunijua mimi ni mtu aina gani? Wewe ni chizi wewe. Wewe ni chizi. Tena msinikumbushe maumivu ambayo ameisha nikuta. Ambapo na ni mwanaume gani anaweza kukubali kupoteza mahusiano yake pasipo sababu ya msingi? Mwambie huyu shemeji, nitakuja kumfanya kitu kibaya. Yaani wewe huna hata sifa ya kuitwa mwanaume. Wanawake wawili waolewe na mtu mmoja. Sasa kimya wewe. Sikilizia wewe. Nakwambiaje wewe kwangu wewe ufurukuti. Mimi nyumbani kwetu sijaua. Hata kama ni mpango wa Mungu. Era jamani. Potea. Wabobezi Comedy Show. Na ni shetani huyu ambaye tunamkemea kwenye nyumba za ibada sana, ambaye kila mtu bana shetani alinipitia. Unajua wanapitiana wanaenda wapi? Ndio hapo tunataka kuelezea namna anavyokupitia. Mwanamke ambaye sio material utamwona kwenye foleni ya chakula. Kwanza yani kama vita. Yani kama vile ndio anaenda kula afie hapo. Mwinduru mmoja hapa anakuja anampa Arusha kwamba pale pia hapa unaripoti habari hapa. Hamna noma hapo studio iseme tisha kinyaksi yani. Na wife material squeeze. Omba show. Show kapiga show. Omba mchezo. Muha wa Kigoma ndio anayeongoza kwa shukrani hapa Tanzania. Ukatoa sasa hiyo mboga ukamkabidhi samaki hapa. Shukrani yake inaanza hapo hapo. Wewe sio wa hii karne. Wewe ndio unatakiwa uzaliwe enzi za kina Yesu. Utakiwa uwe Petro. Wewe ulikurupukia kubeba mtoto ugenini ujui. Linachukua kiatu cha mgeni, linakishika namna hii. Wewe bado ndio kwa msiba. Wakati unachukua mocho ali. Ni Wabobezi Comedy Show kila Jumapili saa 4:30 usiku na marudio ni kila Alhamisi saa 3:30 asubuhi hapa Star TV. Ukitazama uendako utagundua unahitaji kasi iliyo sambamba na ukuaji wa teknolojia. Huko ndiko jamii iliyowezeshwa na huduma za mawasiliano ipo. Anza sasa kufaidi matunda yaliyopo kwenye teknolojia na fursa zipo kwenye jamii yetu. Usikose kutazama kipindi cha jamii yetu hapa Star TV kila Ijumaa saa 12:30 jioni na marudio ni Jumapili saa 9:30 alasiri. Kumbuka kipindi hiki kinaletwa kwako na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA. Jenga Afya Clinic ni kipindi kinachokukutanisha na madaktari wabobezi katika tiba ya magonjwa mbalimbali ya binadamu. Kipindi hiki kinatoa suluhu ya matatizo ya kiafya. Pata fursa ya kushauriwa kitaalamu jinsi ya kujenga afya yako pamoja na ufumbuzi wa tiba kwa magonjwa mbalimbali. Usikose kutazama Jenga Afya Clinic kila siku ya Jumamosi saa 3 kamili usiku. Afya ni mali. Jenga afya yako. Karibu kwenye Mama 255. Kipindi kinakuja kwako kwa mtindo mpya kabisa. Katika Mama 255 tunazungumzia masuala yote yanayowahusu wanawake katika jamii. Tunachambua changamoto zinazowakabili na tunatoa mwangaza juu ya fursa zinazowazunguka ili kuwasaidia kuondokana na utegemezi. Pamoja na hayo, tutakufundisha kuhusu urembo na mapishi kwa njia ya kipekee. Usikose kipindi hiki cha kipekee kinachokuletea maarifa na motisha kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 5 asubuhi hadi saa 6:30 mchana. Mama 255, nguvu ya wanawake, nguvu ya taifa.
Asante sana mtazamaji, na tunasonga mbele na kipindi cha Tuongee Asubuhi, na sasa ikiwa ni saa 2:06 tutafika mwisho wa kipindi hiki saa 3 kamili. Yapo mengi ambayo tumeyajadili, lakini sasa ni mjadala mkuu. Na mtazamaji, leo tunaangalia sekta mbili ambazo ni muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu. Moja elimu, lakini la pili ajira. Wasomi wengi sana wamekuwa wakitoa tafsiri ya ajira na wakihusisha na sekta ya elimu, lakini wengi wakisema kwamba vijana sasa hivi tatizo la ajira ni kubwa, ambalo kuna mwanasiasa mmoja aliwahi kusema kwamba tatizo la ajira kwa vijana ni kama bomu ambalo endapo litashughulikiwa vizuri ipo siku inaweza ikalipuka. Kimsingi ni mzee Edward Lowassa ambaye ameshatangulia mbele ya haki. Sasa sijui aliona nini, lakini kikubwa ni kwamba vijana wanasoma lakini wanahitaji wapate ajira waweze kujiletea maendeleo. Lakini Lilian, moja kati ya vitu ambavyo vinajadiliwa sana ni kwamba watu wengi wanakuambia kwamba sawa ajira, lakini pia elimu yetu bado inakosolewa sana. Unajua kuna mtu alikuwa anaambiwa kwamba jiajiri, nenda hata kwenye kilimo. Akauliza, nimesoma miaka 7 shule ya msingi, miaka 4 nikaenda elimu ya sekondari, miaka 2 nikaongeza nikaenda advance, miaka 3 nikaenda chuo. Kote huku sijafundishwa kujiajiri, nilifundishwa kuajiriwa. Inakuwaje leo unanifundisha kwa siku moja nijiajiri? Nitakuelewa? Sawa. Na kwa hiyo leo tutaangalia nafasi ya sekta ya elimu, vyuo vyetu. Kimsingi, je, vinawapika ipasavyo wahitimu wakitoka pale waweze kujiajiri? Yaani usiende kuhangaika, unaweza ukajitengenezea mwenyewe ajira na mwisho wa siku maisha yakawa. Sema tatizo vijana wengi wanakuwa na ndoto nyingi. Nikitoka tu chuoni nimepata ajira na fanya funguo, ndoto huwa gari na kila kitu. Sawa. Sasa ili kuweza kupata majibu mtazamaji, yapo mengi sana ambayo leo utayafahamu. Tumefanikiwa kuwaalika watu wawili ambao unaona hapa. Wa kwanza ni Dr. Bonaventure Januari ambaye ni mratibu wa program ya NACTIVATE kutoka Chuo Kikuu cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere cha Kilimo na Teknolojia. Dr. karibu sana kwenye kipindi. Asante sana mtangazaji. Sawa na Dr. ama daktari, nipo pia na Esther Fabiani Nzilu, yeye ni afisa uhusiano kutoka chuo hiki ambacho Dr. anatoka. Karibu sana kwenye kipindi. Asante sana mtangazaji. Sawa. Sasa na wewe mtazamaji una nafasi moja tu. Kwa sasa hivi usinipigie simu wala usimpigie simu Lilian. Wewe fuatilia namba ambazo anazitoa na mwisho wa siku utapiga simu, utaandika ujumbe mfupi nasi tutausoma. Na pengine kwa kwanza, manake unajua ni vyema pia kujua mtu anatoka wapi Tujue kwanza umetoka wapi, ndio? Ndio. Ili anayetutazama ajue leo tuna wageni wa namna gani. Na leo tunataka tuangalie vijana, je, kupitia hiki chuo anaweza kutengeneza ajira binafsi? Inawezekana. Na ajira binafsi ni zipi? Na kwa namna gani kutengenezwa? Sasa mtatuambia ajira binafsi ni zipi? Sawa. Sasa tujue kwanza mnatoka wapi. Sasa karibuni sana walau tuweze kufahamu nyinyi mnatoka wapi na taasisi ambayo mnatoka. Karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ulivyokwisha kutambulisha kwa majina, naitwa Dr. Bonaventure January, ni mhadhiri na mratibu wa programu za stashahada na astashahada ambazo ziko chini ya NACTIVATE kutoka Chuo Kikuu cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambacho kipo Butiama, Musoma. Chuo chetu kilianzishwa chini ya sheria namba 7 ya Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania ambayo ni TCU ya mwaka 2005. Chuo hiki kipo Butiama mkoani Mara. Chuo hiki kina walimu wa kutosha, miundombinu mizuri, walimu wenye uzoefu na ujuzi wa kutosha kwa ajili ya kuandaa vijana wa stashahada na degree ili waweze kuwa vijana ambao wanaweza kujitengenezea ajira zao wenyewe na vile vile waweze kutengeneza ajira kwa watu wengine. Chuo hiki kina kampasi 3, kampasi kuu ya Butiama, kampasi ya Tabora na kampasi ya Oswald Mang'ombe. Katika hiyo kampasi ya Oswald Mang'ombe ndio kuna baadhi ya programu ambazo zinaendelea kwa sasa, ila kampasi ya Butiama
na kampasi ya Tabora majenzi yake yanaendelea kwa sasa, ambayo yanategemea kumalizika ifikapo Septemba 2025. Tunamshukuru serikali ya Tanzania kupitia rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kufadhili majenzi ya chuo hiki kupitia mradi mkubwa kabisa wa mabadiliko ya kiuchumi ya taasisi ya elimu ya juu, yani HIT project, ambayo ilifadhili majenzi ya chuo hiki ambao ujenzi wake utakamilika ifikapo Septemba 2025. Hii imetusaidia kupata miundombinu bora, walimu wenye ujuzi fasaha kwa ajili ya kuandaa vijana wetu kwa ajili ya kuweza kujitengenezea ajira na kuepukana na hii hali ya kutokuwa na ajira nchini. Kwa hiyo vijana ambao watasoma katika taasisi yetu wanaweza moja kwa moja kutengeneza ajira bila kutegemea tena zile ajira bila kutegemea kuajiriwa. Of course akimaliza anaweza akaajiriwa pia, lakini sisi lengo letu kubwa mwanafunzi akimaliza kwenye chuo hiki aweze kupata ujuzi ambao unamfanikisha yeye aweze kujiajiri mwenyewe na pia kutengeneza ajira kwa ajili ya watu wengine. Sawa, kwa utambulisho mzuri. Nziru, kuna la kuongeza kwenye historia kwanza, yani tuweze kufahamu kwanza taasisi hii kwa kina. Baada ya hapo tuanze sasa Lilian, si ndio? Tuweze kujua ajira binafsi ni zipi, zinatengenezwaje, pale wanatengenezwaje. Karibu. Asante ndugu mtangazaji. Cha kuongezea hapo ni kwamba tunasema chuo hichi kilikuwa ni maono ya baba wa taifa. Ndio. Yaani Mwalimu Julius K. Nyerere. Ndio. Kwenye uongozi wake alikuwa na maono kwamba siku moja Mtiama kuwe na chuo kikuu. Lakini tunashukuru kwamba maono yake yamekuja kutekelezwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo kile chuo kimejengwa hususan kumwenzi baba wa taifa. Sawa, asante sana. Mtazamaji, sasa umewafahamu vizuri wageni wetu ambao tunao kwa siku leo. Kwanza nafikiri tunakubaliana kwamba Tanzania ina idadi kubwa zaidi ya vijana. Lakini kwa mujibu wa sensa tuna makazi ya mwaka 2022. Lakini tunakubaliana kwamba tatizo la ajira bado ni kubwa nchini Tanzania. Sasa hatutaki kusema vyuo vingine tumeshavisema sana. Nyinyi mnafanya nini? Kwanza tuangalie hivi ajira binafsi ni zipi kwanza? Unaposema maana ajira binafsi kwa kutengenezea vijana ajira binafsi. Ajira binafsi ni zile ambazo kijana anaweza kuingiza kipato yeye mwenyewe kwa ubunifu wake bila kuajiriwa na mtu. Yaani manake yeye hategemei kulipwa mshahara. Kazi zake mwenyewe za kufanya kwa vitendo zinaweza kumuingizia kipato. Sawa, basi tuishie hapa. Haya. Lakini nilikuwa natamani sana ni kwa namna gani pengine vijana ambao wanakuwa wanasoma katika chuo chenu wanapata hiyo elimu na wawezesha pengine kufahamu nini ambacho anatakiwa kufanya ili aweze kujiajiri yeye mwenyewe katika ajira hiyo binafsi. Ni vitu gani ambavyo huwa mnafanya kwa vijana hawa kuandaa kuweza kujiajiri? Sawa. Manake mzazi anayetazama kipindi linakuwa ni swali kubwa. Yaani mimi nimpeleke mtoto alafu nije nimtengenezee ajira. Wazazi wengine wanauza ng'ombe. Wazazi wengine wanafanya kuuza mashamba, wanakodisha, wanafanya nini ili mtoto akasome. Sasa wazazi pia wanatazama kipindi hiki na waweze kujua kwamba nikimpeleka yule mtoto sehemu fulani atajitengeneza, si anakuja kuwa tegemezi tena. Yaani wewe umeondoka pale ameuza ng'ombe. Yule ng'ombe alitakiwa ajenge labda nyumba au afanye nini, lakini umepewa wewe, alafu unakuja unaendelea kunywa maziwa ya yule ng'ombe mwingine ambaye baki pale nyumbani. Sio sawa. Sawa. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza ni kwa namna gani tunaweza kuandaa hawa vijana kwa ajili ya kutengeneza ajira, kwa ajili ya kujiajiri wao binafsi, kupata kipato na kwa ajili ya kutengeneza ajira kwa ajili ya watu wengine. Kwanza kupitia elimu ya kitaaluma na ujuzi. Chuo hiki kimeanzishwa kwa lengo la kutoa programu mbalimbali za kilimo na teknolojia na usimamizi ambazo zinawasaidia vijana kupata ujuzi maalum unaotakiwa katika sekta ya kilimo na teknolojia. Kupitia elimu hii vijana wanajifunza mbinu za kisasa na usimamizi wa biashara, jambo linalowajengea uwezo wa kuanzisha na kuendesha shughuli zao za kilimo au biashara. Pia kuongeza ufahamu wa kujiajiri.
katika kujifunza kwao darasani kuna masomo ambayo pia yanawawezesha kupata ufahamu kwa namna gani wanaweza kujiajiri. Chuo hutoa elimu kuhusu njia mbadala za ajira, ikiwemo kujiajiri kwa njia ya kupambana na tatizo la ukosefu wa ajira. Vijana wanahimizwa kufikiria njia za ubunifu za kutumia maarifa waliopewa kuanzisha shughuli zao badala ya kutegemea ajira za kawaida. Pia kupitia ushirikiano na sekta binafsi na serikali, chuo kina ushirikiano na taasisi mbalimbali za serikali na sekta binafsi zinazotoa mafunzo ya kiufundi, ufadhili na ushauri wa kibiashara kwa wanafunzi. Ushirikiano huu unasaidia vijana kupata fursa za mafunzo kwa vitendo, mitaji ya ushauri wa biashara ili kuanzisha miradi yao binafsi. Kupitia mafunzo kwa vitendo ya muda mrefu ambayo inaitwa internship, vijana ambao wanakuja kwenye chuo chetu kupata mafunzo ya vitendo ya muda mrefu wanakaa kwenye viwanda, mashamba, makampuni mbalimbali ili kupata uzoefu halisi wa kazi, ambazo sasa wao wakitoka pale wanaweza kwenda kuanzisha kampuni yao kutokana na uzoefu ambao wamepata pale. Hii inawapa uelewa mzuri na jinsi ya kuendesha shughuli za kilimo, biashara na pia kuwajengea uwezo wa kuajiri wengine katika miradi yao. Kupitia mazingira ya kujifunza na kuanzisha miradi, pia chuo kinatoa mazingira bora ya kujifunzia na kujaribu miradi ya kilimo na teknolojia ndani ya chuo. Vijana wanaweza kuanzisha miradi midogo midogo ya kilimo, ufugaji au teknolojia katika sehemu ya mafundisho yao, jambo linalowaandaa kuwa wajasiriamali wa kweli. Pia kuwapatia vijana mbinu za kusimamia miradi. Ndugu mtangazaji, chuo kinatoa mafunzo ya usimamizi wa biashara na fedha ili kuwasaidia wanafunzi kuelewa jinsi ya kusimamia miradi yao kwa ufanisi. Hii inakuwa ni muhimu sana ili kuhakikisha kuwa miradi wanayoanzisha inaendelea na kuwajengea uwezo wa kuajiri wengine. Pia kuendeleza mafunzo ya ubunifu ambao wameyapata wakati wanafanya majaribio kwenye chuo chetu. Mafunzo haya ya ubunifu na ujasiriamali, chuo kinahamasisha ubunifu na ujasiriamali kupitia semina, warsha na mashindano ya ujasiriamali. Manake mwanafunzi yule tayari akishaanzisha teknolojia yake au mradi wake, wanapewa fursa kwenye warsha kufanya ushindanishi na watu wengine ambao wana miradi kama ya kwao. Hii inawapa vijana motisha wa kufikiria na kutekeleza mawazo mapya yanayoweza kuwa na mchango mkubwa katika kuanzisha biashara na kuajiri wengine. Asante sana. Na mtazamaji, umesikia sasa. Na Lilian, mimi nilikuwa naweka bullet kwenye kile alichokuwa nakisema. Ndio. Sasa kabla sijatandika maswali hapo, baadhi ya maswali kwenye haya ambayo amesema mazuri sana, ambayo bila shaka mzazi anavutia kuweza kusema kwamba sasa walau kijana wangu akina anaweza akaja na anaweza kujitengenezea mwenyewe nafasi ya ajira. Nitamani sana Nzilu naye aeleze pengine lolote, kwanza jinsi chuo kinavyosaidia, alafu baada ya hapo tuweze kuuliza baadhi ya maswali. Karibu. Kuna lolote la kuongeza hiyo sema daktari? Asante ndugu mtangazaji. Ukiachana na hayo, chuo pia kinafanya jitihada kubwa za kuunganisha wanafunzi na mataasisi na watu binafsi ambao wanatoa mikopo kwa vijana ili waweze kufanya uwekezaji. Ndio. Na ndo nilikuwa nina swali kwenye nilijua wakati daktari hapa anazungumza kwamba vijana tunawapa nafasi pengine ya kufanya ubunifu wanapokuwa darasani, tunawajengea uwezo namna ya kujiajiri, tunawapa mafunzo ya vitendo internship. Tunajiuliza, sawa, baada ya vijana kupata elimu wanahitaji kuanzisha kampuni zao, mtaji wanaanzia wapi? Sasa kwa bahati nzuri umelijibu hilo swali. Sawa. Mimi nimetamani, unajua vijana wengi sasa hivi mafunzo hawayapi kipaumbele sana ya labda field au hiyo kujifunza wakiwa kazini. Na nafikiri ni mwaka jana kwenye siku ya vijana duniani, moja kati ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa walisema kwamba ujuzi bado ni tatizo kubwa sana kwa vijana, ujuzi, experience. Sasa vijana wengi kule wanapokwenda hawazingatii sana na hawajui kwamba wanaweza uwezo. Kwa mfano kwenye uandishi wa habari, mtu kama anajifunza labda chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino, anaweza akaja hapa mathalan hapa akafanya kipindi anapokuwa kwenye field, si ndio? Akafanya kipindi na akamaliza akakiweka. Anapokuja kuhitimu labda masomo yake, anaweza akitumia kile kama reference. Una uzoefu, ndio,
Uzoefu gani? Niliwahi kufanyiki hapa kipindi na kilikuwa kinatazama, na ni mfano tu. Mnasisitizaje vijana katika eneo hilo ili kuweza kuhakikisha kwamba wanawapika wanakuwa imara na wanapokuja kwenye ajira wanajitengenezea wenyewe ajira? Haya masuala ya mafunzo, field pamoja na vitu kama hivi. Kwa msisitizo kwa vijana ni kwamba ili kutimiza lengo letu kubwa la kuweza kujiajiri wenyewe, sisi chuoni kwetu tunatoa kitu ambacho kinaitwa incubation. Kwa wale wanafunzi ambao wameanzisha miradi yao, wanaanzisha miradi chuoni pale, lakini tunawapa incubation. Tunafanya monitoring ya kazi ambayo wameianzisha ya ubunifu chuoni kwetu kabla hawajaanza kwenda kufanya labda mass production. Kwa hiyo wanaanza kufanyia chuoni kwetu chini ya usimamizi. Ndio. Chini ya usimamizi wa wataalamu wetu kwenye taasisi. Baada ya hapo manake wanahakikisha kwamba tayari wameshaiva kwenye hilo eneo. Kwa hiyo manake baada ya hapo hawa wanafunzi wanaandika proposal zao kwa ajili ya hiyo project yao kupitia hizo taasisi ambazo tumeunganisha nao. Wanapata sasa, tunawaruhusu wanaweza sasa kuanzisha business zao binafsi kupitia mafunzo ambayo wameyapata kutoka kwetu. Okay. Sasa nimepata kitu kwamba kuna jukwaa naweza nikasema chuoni kwamba mtu unahitaji kubuni kitu chako, kuanzisha biashara yako, una nafasi ya kuanzisha, alafu nyinyi mnakuwa mnafuatilia hii biashara inaendaje kabla ya walaji sasa wa nje kupata hiyo bidhaa pengine inayozalishwa, alafu ndo mnawaruhusu kuandika andiko. Okay. Nitaka pia kuangalia ila ushirikiano na sekta binafsi. Manake vijana wengi wanakuambia no connection. Mimi nakumbuka wakati mimi nakumbuka Lilian wakati naanza kusoma shahada ya kwanza mwaka 2005. St. Augustine hapo, wale kaka zetu waliotangulia kina Doto Bulendo. Zilikuwa zinakuja taasisi pale kwa ajili watu moja kwa moja. Yaani zinakuja kuchagua kabisa. Kwamba Bernard, Lilian wakihitimu tu ni wafanyakazi wetu moja kwa moja wanakwenda kuajiriwa. Lakini nimeona hapa hiki kitu kwamba mnatengeneza ushirikiano mzuri, nimeona SIDO, TARI, benki, mashamba makubwa na kadhalika. Ili mnalifanyaje? Sisi ushirikiano tunafanya ni kupitia tunakuwa na MOU na hizi taasisi. Memorandum of Understanding. Hiki kwa Kiswahili tunahitaji andiko la makubaliano. Andiko la makubaliano baina ya pande mbili, si ndio? Ndio. Okay. Ajira mbadala hapa mnafanyaje? Kwa sababu wapo watoto wengine wanakuja shuleni kwa sababu labda unapata mkopo. Au kwa vile baba anapenda kilimo. Sasa hapa mnafanyaje katika kuwapa elimu njia mbadala ya ajira, kama kujiajiri kama njia ya kupambana na tatizo la ukosefu wa ajira? Yaani katika tuseme kwenye curriculum zetu kuna somo kabisa ambalo linahusiana na kuhamasisha hawa vijana kwa ajili ya kutengeneza ajira mbadala. Lakini hizo ajira mbadala manake wanaanza kuzipractice wakiwa chuoni kwetu kabla hawajatoka. Yaani akiwa na ule ubunifu wake anaanza kuendeleza akiwa chuoni chini ya usimamizi. Manake akitoka pale ameshaiva, manake ameshajua anaenda kufanya kitu gani. Yaani hatoki tena akisema kwamba lazima nikaajiriwe. Hapana. Akitaka of course kuajiriwa anaweza, ana ujuzi, lakini wengi sisi lengo letu mwanafunzi hawezi kujiajiri mwenyewe. Anatoka na ubunifu wake binafsi ambao ni kama sehemu ya inaweza ikawa ni biashara yake sasa ya kufanya. Anaanza kufanya production. Baada ya sisi chuo kummonitor na kuridhika kwamba hiki kitu sasa kiko sawa, tunamuunganisha na makampuni labda ya usajili ya hiyo kampuni yake na bidhaa yake, anapitia process zote zishakamilika, anaruhusiwa sasa anaweza akatengeneza labda kikundi cha wanafunzi kadhaa ambao wamemaliza kutengeneza kampuni zao. Mambo yanaendelea. Kuna makampuni ambayo yanakuja moja kwa moja kuhitaji wanafunzi ambao pengine wamehitimu, kwamba wakihitimu tu hawa wanafunzi tunawahitaji kutokana pengine na uwezo wao. Mmeshawahi kukutana na hicho kitu? Of course hiyo hivyo. Makampuni yakuja kwa wale ambao wako interested, ijapokuwa hiyo sio lengo letu sana kwa ajili. Ila kwa wale ambao wako interested kuajiriwa vile vile wanaweza kwenda, kwa sababu kwa mfano wakati wako internship tunawatouch kwenye field kwa muda mrefu. Wanachukua uzoefu kule, wanafanya kazi kutokana na zile practice ambazo walikuwa wanazifanya wakiwa chuoni kwetu.
wanaenda kule wanasaidia kusolve mambo mbalimbali. Wale wa kampuni wa kule ambao labda wameenda kufanya internship, wakiwapenda wanaweza wakawaajiri. Sawa. Tanzania ni nchi ya kilimo. Na ndio maana sisi tunajua kwamba uti wa mgongo wa nchi yetu sisi ni kilimo, kwa sababu wengi wamewekeza katika sekta hiyo. Vijana wengi sijui ni kwamba wanakiogopa kilimo au wanafanya nini, lakini ukiangalia moja kubadilisha jina tusikiite tena kilimo. Ukiangalia kwa mfano Waziri Bashe huwa anafuatilia sana anavyoongea, anakuambia yani wanataka kufanya kilimo kama yani sexism ni agriculture, yani kwamba akiwa anamaanisha kwamba unaona hata matangazo ya biashara yanavyokuwa, labda wanakuonyesha mdada mrembo au kaka handsome anafanya matangazo, anaongea vizuri na nini, inavutia. Sasa anatamani wakulima wa sasa, yani kwa mfano ulivyovaa suti hivi Dr. vizuri, nzio alivyovaa suti yake vizuri ile, lakini anaambia mkulima hodari kweli yani. Hivi nyie pale na nyie pia mnafanya katika kuhakikisha kwamba kilimo vijana wanakipenda, wanakitumia, kije kilikomboe taifa? Kuna program za hivyo pale chuoni? Kama jina linalosema kwamba ni Chuo Kikuu cha Mwalimu Nyerere cha kilimo na teknolojia. Yaani sisi kwa asilimia kubwa ni kilimo, lakini tunajikita kwenye teknolojia zaidi. Teknolojia ndio inakuja kutoa products ambazo zinaingiza hela. Kwa hiyo moja kwa moja chuo chetu kutokana na jina letu ni cha kilimo, na mambo yanayofanyika pale ni ya kilimo. Okay. Kwa hiyo hatuko mbali na alivyosema mjumbe kwamba kuhusiana na mambo ya kilimo. Yaani chuo chetu ni cha kilimo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ndio maana tunaitwa cha kilimo. Lakini tunaongezea teknolojia. Teknolojia ndio sasa inamsaidia mwanafunzi kujua kwamba afanye kitu gani ili aweze kuingiza kipato. Katika hicho kilimo. Katika kilimo. Ndio maana nimekuuliza kwa sababu kuna kitu kinaitwa na diploma in agriculture production, diploma kwenye masuala ya kilimo. Sasa mnafanyaje hapo? Kuhakikisha kwamba vijana wanaiva vizuri na kuja kusaidia nchi yetu. Karibu. Sawa. Asante sana. Kuhusiana na diploma, tunashukuru sana. Diploma hii ya agriculture production ambayo sasa ni dirisha lake limefunguliwa kuanzia tarehe 28 mwezi wa 5 na litafungwa tarehe 11 mwezi wa 7 2025. Bado siku 9. Leo tarehe 2 Yes. Bado siku 9. Yeah. Hii programu inawaandaa vijana, yani vijana wanaokuja pale. Sisi katika plani yetu tumeplani kwamba 80% inakuwa inafanyika kwa vitendo. Rudia tena. 80% inakuwa inafanyika kwa vitendo. Wanafunzi anafanya kwa vitendo. Ili akitoka pale manake anakuwa mbobezi, anakuwa na interest kwamba yani anapewa mbinu zote kuanzia mwanzo mpaka mwisho, yani mpaka anafanya value addition ya mazao ambayo amejifunza namna ya kuyazalisha, pamoja na kupata na masoko ya mazao kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mwanafunzi akifika pale lazima apewe eneo lake la kujifunzia kwenye zao husika kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na anaelekezwa namna ya kulima mpaka kupata soko. Safi sana. Value addition, namna gani ya kuongeza thamani, kupeleka watoto ya kuongeza thamani nyororo wa mazao ili kuongeza value ya ile zao mpaka kupata pesa. Kwa namna gani anapata haya mafunzo kutoka chuo chetu. Kwa hiyo tunahimiza sana watu wazazi wawalete wanafunzi watoto wao katika chuo chetu waweze kupata haya mafunzo ambayo ni adhimu sana. Nafikiri chuo chetu kitakuwa labda ni cha tofauti sana labda na vyuo vingine kutokana na hiyo kwamba tunasisitiza sana kwenye practical kuliko kwenye theory. 80%. Yes. Practical. Kwa vitendo. Kama unajua practical yani kwa vitendo. Kwa vitendo ni 80%. Yaani unapewa plot yako. Kwenye 100% imesalia 20% ambayo inahitaji mwanafunzi aingie darasani. 80% shambani kulima. 80% usistadi wako ustadiwa. Ni jambo zuri. Lakini kwa kuongezea hapo pia ndugu mtangazaji,
kilimo cha zamani na cha sasa hivi ni tofauti. Kwa sababu zamani ulikuwa unahitajika kwenda mwenyewe shambani, ushike jembe kuanzia saa 9 usiku, unalima, unahangaika. Lakini siku hizi tunaona kuna teknolojia. Kuna vifaa mbalimbali vya kuanzia kwenye kupanda, vya kuanzia kwenye kuvuna mpaka kuja kwenye kupeleka sokoni. Kwa hiyo agriculture imekuwa supported, ndio maana tunasema agriculture and tunahusisha na teknolojia. Sio kama zamani. Kwa mimi naona Sister Du, brother anaweza akafanya. Na nikwambia tu Bernard unasema Sister Du, wewe umenitolea mfano. Mimi sio Sister Du. Kuna ma Sister Du ambao unawajua wewe wanafanya kilimo Bernard. Mtu anakuambia nina shamba langu la mpunga. Ni Sister Du kweli. Uende na wao ulime. Kwenye majaruba kule uingie. Uone wale nyoka wale. Ndio hiyo teknolojia kwamba unaweza ukaajiri watu ukaweka na pengine zile mashine zinaweza zikakurahisishia. Sio lazima wewe uingie shambani. Ni kilimo pia unafanya. Wao Sister Du na mablazameni tunataniana tu. Sasa mtu angalie mtu ambaye kwa mfano mtu ambaye anataka. Kwa sababu nataka wazazi wajue. Kwa sababu unajua sio kitu kizuri pia mtu anaenda kusomea kilimo alafu akirudi huko anakuja kuwa sijui mjasiriamali, sio anauza ubuyu, sio anauza karanga, anauza nini. Fanya kile kitu ambacho umekisomea kwa sababu plots zipo. Na mara nyingi ukifanya kitu ambacho unakisomea unafanya kwa ufanisi. Mtu ambaye anataka kujiunga na hii program. Mtu anayeweza kujiunga na hii program kama ambavyo ni stashahada ya uzalishaji kilimo, yani ordinary agriculture production. Anatakiwa kuwa na cheti cha form 4 chenye ufaulu wa masomo 4 kwa daraja D, na masomo hayo yasiwe ya dini. Yes. Na katika hayo masomo 4, mawili yanapaswa kuwa masomo ya sayansi, yani biolojia, fizikia, hesabu, kilimo. Akiwa na hizo sifa anajiunga moja kwa moja na anapata mafunzo. Okay. Nzelu, wewe ni mtu wa mahusiano ya umma. Nilikuwa nina daktari hapa alizungumza kwamba wanafunzi wanapewa plot kwa ajili ya kufanya kilimo na mnafanya hivyo kwa 80%. Ningependa zaidi kufahamu kwa wanafunzi ambao wamekuwa wakifanya hivyo, mmekuwa mnawapokea na mnawaelekeza, mnawapika kwa ajili ya kujiajiri. Mapokeo yapoje kwa upande wao, lakini pia kwa jamii, kwa sababu vyuo mara nyingi huwa vinazungukwa na jamii ambayo inapatikana katika eneo husika. Mapokeo yakoje? Mapokeo kwa wanafunzi, naona kipindi ambacho tunazunguka nao, tunafanya hizo practical na nini, naona wanafurahi, wako positive, wanatamani, lakini jamii pia inafurahia pia, kwa sababu vijana hawa watakapokomboka, jamii nzima itakomboka. Yani kwa mfano tuseme jamii ya Butiama kama ilikuwa inafanya ukulima wa asili, ukulima ule wa zamani ambao hauleti faida kubwa, lakini kwa uwepo wa chuo na mafunzo ambayo yanatolewa, ile jamii ya pale itabadilika na itapata faida. Sawa, nataka kujua kwa mfano, mmeongea maongezi mazuri sana. Na kwa kweli mimi kama ningekuwa ndo bado kipindi kile ningeweza kwenda huko, kwa sababu unajua watu wanakuambia sio hamna ardhi, wakati kule vijijini kwao walipozaliwa kule, wengine labda mama zao walipozaliwa kuna ardhi ambayo imewakuza wenyewe, lakini sasa hivi imekuwa abandoned, ipo tu, na labda mbinu ambazo zinazalisha ni za kipindi kile kile. Kwa nini usisome alafu kaenda kuwakomboa? Wanakuambia wana nauli. Wauze hizo TV zao na nia ambazo wanazinunua kwenye boom likija. Sawa, mtu anaweza akaombaje? Na ambaye anahitaji mtu. Sawa, asante ndugu mtangazaji. Namna ya kuomba, mwanafunzi anatakiwa atembelee tovuti yetu ya chuo ambayo ni www.mjenwat.ac.tz, ambako anaweza akapakua fomu ya maombi. Ataijaza ile fomu kwa usahihi, halafu ile fomu ataambatanisha na nakala ya cheti cha form 4 pamoja na ada ya maombi ambayo ni shilingi 10,000, na hiyo ada baada ya hapo atatuma kwenye email ya chuo ya moja kwa moja ya admission@mjenwat.ac.tz. Baada ya kutuma hapo, sisi tutapokea, tuendelee na process nyingine. Sawa sawa. Mtazamaji wetu anatakiwa ajue pia, kwa sababu wakati mwingine wajua hapa tunaangalia nafasi ya elimu katika kutengeneza ajira hasa kwa vijana, lakini wakati mwingine inaonekana labda ada
labda ni kubwa au wakati mwingine labda ni ndogo, wakati mwingine labda vitu kama hivyo. Ukiwaambia mimi napenda kusoma kozi fulani bwana, labda nataka kuwa mhandisi, nataka kuwa pilot, labda inakuwa hivyo. Kwenye hii kozi ambayo ni nzuri sana, mimi nimeipenda, natamani ningerudi nikasoma hii. Ni kama kiasi gani? Kuna nafasi za elimu ya watu wazima kama wewe. Unaongelea Ngumbalo? Napokelewa. Ngumbalo, unajua elimu ya Ngumbalo chini ya mti. Chini ya mti. Gharama za kozi hii ni shilingi 8,500 tu ya Kitanzania, ambayo gharama hiyo iko ni ndogo ukilinganisha na vyuo vingine ambavyo vinatoa kozi kama hii. Na cha kufurahisha zaidi sio kwamba mzazi anatakiwa kutoa 8,500 pa, hapana, ila hii inatolewa kwa awamu ambayo itamwezesha mzazi yoyote wa Kitanzania ku afford au kumudu hizo gharama na mtoto wake akapata elimu vizuri. Sasa pengine ukiacha hii, kabla hatujamruhusu mtazamaji, na mtazamaji kaa pembeni ya TV yako, uweze kutupigia simu, lakini tunakukumbusha tunapopiga simu ili anafanyaje mtazamaji? Punguza sauti ya runinga yako, ama unaweza ukatoka kabisa. Ukimaliza kuongea na kuzungumza na sisi utarejea kwenye runinga yako. Au tume message. Ama tuma ujumbe. Na namba yetu ni hii hapo 0763 Alex Iweke. Namba 0763 749286 749286. Tuandikie ujumbe wako mfupi ama tupigie simu muda utakapofika na dakika 45. Mbali na hicho ambacho mmetuambia hapa kizuri zaidi, ni vitu gani vingine ambavyo mnafanya pale ambavyo tunaweza vikawasaidia vijana wakajiajiri wenyewe, wakajitengenezea ajira binafsi? Lakini pia kwa kuongezea hapo, ningependa zaidi kufahamu juu ya mrejesho baada ya wanafunzi hawa kuhitimu pengine na kwenda mtaani. Mnapataje mrejesho kwamba hawa vijana wanaendeleaje, wamefanikiwa kwa kiasi gani, ni namna gani tunahitaji pengine kuongeza nguvu kwenye upande huu? Hapo kwanza ningependa kusema kwamba kwa wanafunzi ambao walifanikiwa kwa wa kwanza kusoma chuoni kwetu sio wengi sana. Kwa hiyo walimu wao, viongozi wao wanajitahidi sana katika kuwaunganisha na taasisi tofauti za kiserikali ambazo zinatoa mikopo, kwa sababu zipo nyingi zinatoa mikopo ya ardhi, zinatoa mikopo ya fedha, zinatoa mikopo ya vitendea kazi. Kwa hiyo wanajitahidi kuwaunganisha kwamba wale wanafunzi watakapomaliza chuo moja kwa moja wawe na kitu ambacho kitawashikilia, aidha kwa makundi au binafsi, na sio kwamba wakishamaliza baada ya hapo wakaanza kushangaa na nini, lakini watajitahidi kufanya hivyo na wanafanya hivyo mpaka sasa. Sasa vitu vingine ambavyo vinafanyika pale au kozi nyingine kuweza kuhakikisha kwamba watoto mimi nakumbuka chuoni tulikuwa tunasoma pia entrepreneurship ujasiriamali. Nimesoma hilo. Ulisoma pia macro na microeconomy? Nimesoma. Ukukeri wewe? Sijawahi hata sasa. Ukukeri? Sijawahi kukeri. Haya, karibu. Asante sana. Kama nilivyokuwa nimeeleza awali, katika hizi program vile kuna program za ujasiriamali na usimamizi wa fedha. Mwanafunzi anajifunza pia namna gani anaweza akahandle pesa ambayo labda amepewa au ameomba kwa ajili ya mkopo kwa ajili ya mradi wake. Kwa hiyo kuna masomo kabisa kwa ajili ya hiyo. Lakini vile kuna program nyingine ambazo ni vile ambazo zinakuwa offered chuoni kwetu. Kwa mfano sasa kuna program ambazo zinaendelea za shahada, ambayo kuna program ya viumbe wa majini inaitwa Bachelor of Aquaculture Science na Bachelor of Agricultural Economics and Agribusiness. Hizo zinaendelea kwa sasa. Pia tuna program nyingine kama 10 ambazo zitakuwa offered baadaye, ziko chini ya bado hazijapewa ithibati na Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania, lakini pindi itakapopata ithibati tunategemea mapema tu kabla dirisha la udahili alijafunguliwa la TCU, hizo program nazo zitakuwa offered kwa wanafunzi. Kwa hiyo sio hiyo moja tu ya diploma. Okay. Sawa, na mtazamaji mmeniuliza hapa, na of course mwishoni huko tu hapa mawasiliano ya hawa ndugu zetu, muweze kuwapigia simu na kuweza kuongea nao moja kwa moja. Na kwa sasa tupigie simu uweze kuongea na Lilian pamoja na mimi, na utuandikie ujumbe wako mfupi, na kama una swali, Zilo yupo, daktari yupo hapa, wewe apige maswali tu kama yapo ya kutosha tu,
Tukiangalia mchango wa sekta ya elimu kumaliza tatizo la ajira nchini Tanzania, kwa sababu unasikia mwanasiasa anasema tatizo la ajira, tena kampeni sasa hivi tunaendelea kwenye kampeni, tutasikia sana ya matatizo haya. Habari za asubuhi mtazamaji, habari za asubuhi. Halo, nafikiri mtandao wake hauko. Sasa ukipata namba rafiki yangu, hebu ongea basi. Uwezekana anatazama tu lakini amehold tu, waachie wengine ambao wanaweza kaongea na sisi. Habari za asubuhi. Hello. Habari za asubuhi. Bwana, habari za kazi. Njema, jina lako ni nani na unapiga simu hii ukiwa wapi asubuhi ya leo? Naitwa Amani Asheri kutoka Morogoro. Karibu sana. Mimi swali langu ni moja. Ndio. Maana wamesema kwamba ni lazima wametokea form 4 na alama za kuhusu za science. Kuna sisi tuliotoka VETA ambaye tumesoma kozi za kilimo. Je, haiwezi kawa ni adedi ya kutunganisha kusoma kozi hizo? Nafikiri atakujibu hapa, endelea kutufuatilia. Umelisikia vizuri hilo? Haya, utalijibu. Wale kutoka VETA. Habari za asubuhi bwana. Halo. Mtazamaji wetu, habari ya asubuhi. Kuna watu wanapenda kupiga simu wajisikie tu. Bernard akisema halo basi afurahi. Habari za asubuhi. Halo. Mwingine, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Salama kwema. Kwema, naomba kufahamu jina lako ni nani na upo wapi? Unaongea na Teresa Songa Mbele kutoka Tabora. Teresa, karibu sana kwenye kipindi chetu. Kutoka Tabora. Karibu. Swali lako ni lipi Teresa, ama mchango wako ni upi? Haya Teresa, tumeona unatufuatilia. Habari za asubuhi. Mtazamaji, habari za asubuhi. Sawa, tunaweza tukapitia ujumbe bila shaka. Haya, tuendelee tu. Habari ya asubuhi. Hello. Habari ya asubuhi. Habari za asubuhi mtazamaji. Jamani, msijitazame kwenye TV wala msisikize kwenye TV. Habari ya asubuhi. Nzuri kabisa. Naomba kufahamu jina lako ni nani na upo wapi? Naongea na Brian Mgoa ya Moshi mjini. Brian kutoka Moshi mjini, karibu. Tunakusikia? Haya, Brian unatazama. Sawa, asante. Habari za asubuhi. Halo. Halo. Habari yako? Naongea na Alex Mkoni kutokea Japan. Kutoka Kilimanjaro. Okay, Kilimanjaro kubwa, karibu. Ndio nimezoea kwa sababu maoni na ushauri. Ndio, karibu. Ndio. Sasa mimi nilikuwa na swali. Uliza. Nilikuwa naomba kuuliza hizo fursa za elimu kwa vijana hizo. Kwa vijana wanaotokea mkoani utaratibu ukoje? Okay, sawa. Jana kutoka mkoani, jamani, sifahamisha sisema. Habari za asubuhi. Haya. Sasa napiga simu ndio, lakini hamongei wengine miluzi inakuwa mingi. Nafikiri pia naitwa nafasi aliyetuma message ya kujibu maswali ambayo au nisome pia message kidogo. Unaweza kujibu afu karejea kwenye message. Natamani nisome. Karibu. Unaweza ukakata. Haya, karibu sana. Bado ananipigia simu, tapokea simu. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza nianze na swali la kwanza la msikilizaji kutoka Morogoro. Aliuliza kwamba tulisema sifa awe na D4, ni mtu wa form 4 mwenye D4. Akauliza kwamba kwa ambaye amesoma kozi ya certificate ya agriculture ya VETA anaweza akajiunga
na hii program, jibu kwamba ni ndio, ila lazima awe amemaliza form 4 kama ana hicho cheti cha VETA na amesoma specifically kilimo na amemaliza form 4, ana sifa ya kujiunga. Sawa. Kutoka mikoani. Swali lingine ni Alex kutoka Kilimanjaro, amesema tunawasaidiaje vijana ambao wanatoka mikoani. Kama ni rahisi sana, hata akiwa mkoani anaweza akaomba, anaweza akatembelea tovuti yetu ya chuo ya www.mjinot.ac.tz, kuna tangazo pale, anaweza akapakua ile form pale akaijaza. Akishaijaza anatuma pamoja na nakala ya cheti cha form 4 pamoja na ada ya shilingi 10,000 ambayo inalipwa kwenye akaunti ya CRDB. Kwenye hiyo form vile vile akaunti ipo. Akishalipa na viskani vyote anatuma kwenye email yetu ya chuo ya admission@mjinot.ac.tz, tutapokea maombi yake. Sawa. Kwa akiwa na sifa atapata. Asante sana. Naitwa Amani Asheri kutoka Morogoro, nauliza je, waliosoma hapo ushamjibu huyo. Naitwa Nyaronyo Maro Mbega Maburi Serengeti, jamani tupo darasa la 7 tunajiweza sana lakini hatupewi nafasi, mbona jamani? Kama mimi najiweza hata nikipewa interview naweza. Nafikiri maoni binafsi haya. Sasa nasema nimeona ujumbe wako, lakini naitwa Rafael Charles Joseph, ongeleni kwa kipindi kizuri sana. Swali langu ni kwamba je, hiyo ada ina include hosteli na pia kuna zipi zingine ambazo ni mbali na kozi zilizopo? Kozi zingine ameeleza. Haya, tuelezee kwenye hiyo ada ina include, ina involve nafikiri na ni masuala ya hostel. Asante ndugu mtangazaji. Katika hiyo ada ya 850 haihusishi hostel. Hiyo ni ada peke yake, na gharama nyingine zipo sijazainisha hapa, lakini sio nyingi sana. Kwa mwaka wa kwanza nafikiri haiwezi kuzidi 300,000 gharama ndogo ndogo tu. Na kwenye gharama hizo ndio kuna mambo masuala ya bima, masuala ya hostel, masuala ya vitambulisho, masuala ya mitihani. Kwa hiyo ukijumlisha pale almost 300,000 na kitu hivi. Habari za asubuhi. Yeye ni wadau wa kilimo. Mwanangu amechaguliwa kozi ya Agrobioprocess Technology JT Mwanza. Sema sijaielewa vizuri, tafadhali naomba kuelezwa. Nafikiri hajaielewa kozi. Kama liko ndani ya zona naweza kurudi kama mimi nafikiri kwamba angewauliza wa DIT hao ndio wangempa jibu sahihi. Ila ya kwetu ni diploma ya agricultural production. Kwa hiyo akitaka ya kwetu sisi, au kama anataka kuomba anaweza kuomba ya kwetu. Naitwa Idi wa Kisemvule Mkuranga, elimu pasina maarifa ni sana kambi ya jeshi bila silaha. Anasema mtaji wa ajira ni elimu na maarifa. Je, hivyo vitu vimejipanga vipi kuhakikisha maarifa ya wanafunzi yanakuwa juu zaidi ili yaendane na mpapatiko wa teknolojia? Ni sawa kama nilivyokwisha kueleza mwanzoni kwamba chuo chetu kinatoa mafunzo ya vitendo zaidi kuliko nadharia. Kwa nadharia anasoma kidogo kuliko ya vitendo. Kwa ina maana kwa muktadha huo manake mwanafunzi atapata nani zaidi, mafunzo zaidi kwenye vitendo, na ataweza kufanya vizuri kazi zake. Habari za asubuhi. Mtazamaji, habari ya asubuhi. Hello. Sasa mtazamaji, hebu tuwe makini kidogo unapopiga simu. Hii ni sehemu ya kazi. Kwa hiyo piga simu, alafu tukipokea simu yako ongea na sisi. Lakini kama unafanya utani na mizaa hapa na pale sio sawa. Na hii sio Tanzania ambayo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mpaka sasa Mama Samia anahitaji. Ukipiga simu kiungwana tukistaarabu, piga simu. Ongea na sisi. Usijali kuhusu wewe kusikika. Ama sisi kupokea simu yako. Tunapokea simu yako na unasikika vizuri. Usikwaze kwa sababu unapopiga simu kujaribu ama kuhakikishia kwamba watu wewe pia ulipiga simu na watu wakapokea. Wewe piga. Habari ya asubuhi. Hello. Habari za asubuhi. Hello. Mtazamaji, tunakupata. Habari ya asubuhi. Salama tu. Jina lako ni nani na upo wapi? Karibu. Jina langu naitwa Mpanzu, natoka mkoa wa Simiyu Meatu. Hai, karibu, tunakusikia. Nzuri tu, za kwako? Tunakusikia, njema. Mchango gani ama una swali, una maoni? Karibu. Swali ni kwamba
Je, hicho chuo ni cha kulipia au ni cha private? Chuo ni cha kulipia au ni cha private? Nijibu hili swali? Ndio. Asante ndugu mtangazaji. Napenda kujibu hili swali la huyu msikilizaji kutoka Meatu. Hiki chuo chetu ni cha serikali. Ndio maana hata ada yake ni ndogo ukilinganisha na vyuo vingine. Kuna vyuo ambavyo vinatoa program kama hii, ada yake ni kuanzia milioni 2. Lakini vile vile kwa hizi fani zetu za science hii kuna uwezekano vile vile kupata mkopo kutoka loan board. Lakini mwanafunzi nitakuwa aombe mwenyewe loan board kama anavyo vigezo. Kwa hiyo anaweza katembelea loan board, tovuti ya loan board kuangalia vigezo vya kuomba. Bodi ya mikopo. Bodi ya mikopo. SCB. Sawa, habari za asubuhi. Mtazamaji, habari ya asubuhi. Haya bwana, umesikika ukiongea Star TV. Habari za asubuhi. Salama, jina lako ni nani na uko wapi? Karibu. Unazingatia umri? Hapana, kwetu hamna umri. Mtu mwenye umri wote anaweza akaomba. Sawa, mtu yeyote anaweza akaomba. Sawa, tumsikilize mwingine. Habari za asubuhi. Habari za kwako? Salama, jina lako ni nani na uko wapi? Unaongea na Saidi Karimu, natokea mkoa wa Kilimanjaro. Karibu sana. Nilikuwa naomba kuuliza mwanafunzi aliyemaliza form 4 anaweza kujiunga na hiki chuo? Asante. Karibu. Mwanafunzi aliyemaliza form 4 anaweza kujiunga na hichi chuo, lakini anatakiwa kuwa na sifa. Anatakiwa kuwa na cheti cha form 4 chenye ufaulu wa masomo 4 kwa alama D yasiokuwa ya kidini, na masomo mawili yanapaswa kuwa ya sayansi, aidha biolojia, fizikia, kemia, kilimo na mengine. Sawa, bila shaka tumsikilize huyo mwisho. Habari za asubuhi. Habari zako? Salama, jina lako ni nani na upo wapi? Katole, nipo Kasulu. Karibu sana. Kwa kuzingatia mtaala huu mpya ulioboreshwa kwa watoto wa shule msingi pia sekondari, chuo kinafanyaje sasa kwa miaka ya baadaye sasa, ukiachana sasa hivi kwa sababu ule mtaala uko kwa level ya chini huko, baadaye kishamaliza hawa walioko form 1 au darasa 7, chuo kimejipangaje kwa huko mbele? Vizuri, karibu. Asante sana ndugu msikilizaji. Kutokana na mabadiliko ya mitaala, manake mtaala uliobadilishwa unazingatia zaidi kozi za amali za vitendo zaidi. Na chuo chetu, yani hata kuanzia sasa hivi kwenye hizo program za kwetu zinazingatia hiyo amali zaidi. Kwa hiyo ambaye amesoma hizo za amali anafiti sana kwenye programu yetu. Nafikiri huyu anaweza kawa vizuri zaidi kuliko hata wale wa nyuma. Kwa hiyo hamna kitu ambacho kimeharibika kwenye hiyo programu, kuhakikisha kwamba hao ambao programu za amali wanafiti kwenye programu zetu. Itakuwa ni vizuri tu na atakuwa na uelewa zaidi kuliko hata wale ambao hajasoma kozi za amali. Sawa. Nafikiri muda si rafiki. Muda si rafiki, labda tuwape nafasi kumalizia. Kama una jambo lolote unatamani sana, usiondoke hapa bila kumwambia mtazamaji kwa uchache tu. Kwa uchache. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa uchache ni kwamba ni watoe shaka kabisa watazamaji na wanaopenda kujiunga katika chuo chetu, kuambia kwamba chuo chetu kina miundombinu mizuri sana kumwandaa mwanafunzi kwa ajili ya kuweza kujiajiri na kutengeneza ajira kwa wengine. Hii notion ya kwamba mimi nataka nimalize chuo kwa ajili ya kwenda kuajiriwa, tunaomba tuiondoe, kwa sababu itafika mahali kwamba wahitimu watakuwa ni wengi sana na serikali au sekta binafsi haziwezi kumudu kuwaajiri watu wote. Kwa hiyo ni bora usome programu ambayo ukitoka unaweza kujiajiri mwenyewe. Ndiyo. Na vile unaweza kutoa fursa kwa ajili ya wengine. Na fursa hiyo ipo kwenye chuo chetu cha Mwalimu Julius K. Nyerere cha Kilimo na Teknolojia. Asante sana. Ndio ukamalizia pia kwa upande wako kwa neno lolote, lakini pia mawasiliano
kwa ajili ya mtazamaji ambaye anahitaji pengine kupata maelezo zaidi, ama mwanafunzi ambaye anahitaji ushauri pia, ushauri vitu kama hivyo? Maana unajua ukimpigia simu akikusikia unampigia simu au anaongea na wewe, anaweza akawa na karibu. Asante sana. Mimi napenda kuwakaribisha sana Chuo Kikuu cha Mwalimu Julius K. Nyerere cha Kilimo na Teknolojia. Ni chuo kizuri, kina wakufunzi wabobezi na tumejipanga kuibadilisha Tanzania kupitia vijana ambao watapata elimu mahali pale. Okay. Ukitaka kuwasiliana na sisi moja kwa moja unaweza ukapiga namba 0759 900 645 au 0712 03 54 04. Kupitia namba hizi unaweza ukatupata moja kwa moja, ukapata ushauri, ukauliza maswali, ukajibiwa, ukapata maelekezo kamili juu ya chuo chetu, jinsi ya kujiunga na kozi zinazopatikana pia. Karibuni sana. Nitamani airudie namba moja. Mtazamaji, na hili kama una mtoto wako ambaye anahitaji ushauri katika eneo la elimu ambalo anaweza akajiajiri mwenyewe au kutengenezea au kumtengenezea ajira binafsi, kwa hiyo piga simu hiyo ambayo atakupatia kwa sababu ameshahitaji na si vibaya kairejea tena kwa ajili. Maana ukinipigia mimi na Lilian sisi tutakwambia tunaomba waandishi wa habari, si ndio? Kwambia sema waandishi wa habari. Hatuzakupa. Hai. Tadi tena. Piga simu namba 0759 900 645 au 0712 203 404. Sawa, Lilian. Haya, mimi nawashukuru sana na karibuni tena, bila shaka haitokuwa mara ya kwanza na ya mwisho. Asante sana mtazamaji kwa kuwa na sisi kwenye Tuongee Asubuhi kwa siku hii ya leo ya Jumatano. Tulikuwa na Abdalla Othmani hapa ametupisha kidogo. Mimi ni Lilian Rubuga. Endelea tufuatiliane, tunasema kwa Kiswahili, kwenye mitandao ya kijamii yote, Instagram, X, Twitter, X ndo Twitter, Facebook, LinkedIn, Lilian Rubuga. Asante sana, tukutane tena kesho mapema zaidi saa 1 kamili hapa status. Na status waende pia. Status kwa leo na kesho msije. Au wale glucose kwanza. Vyote viruhusiwi. Glucose au leo na kesho. Au wasubiri sindano kabisa. Nipo likizo. Drip je? Hapana. Na mtazamaji, leo tukiangalia mchango wa sekta ya elimu kwenye soko la ajira nchini Tanzania. Tunashukuru sana tumewalika na wamekuja hapa wageni wetu Daktari na Dr. Bonaventure January ambaye ni mratibu wa program za Activate kutoka Chuo Kikuu cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere cha Kilimo na Teknolojia. Asante sana kuja Dr. kwa timu yetu kualika. Karibu sana mtangazaji. Hii si mara ya mwisho hapa nyumbani kwenu kabisa. Sawa, nashukuru sana. Lakini pia nishukuru sana kwa Esther Fabian Nzila ambaye ni afisa uhusiano kutoka Chuo Kikuu cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere cha Kilimo na Teknolojia. Asante sana kuja kwenye kipindi. Wakati mwingine tukiwaalika, karibuni sana kwenye kipindi cha Tuongee Asubuhi. Asante sana. Kwa niaba ya Lilian pamoja na Abdalla pamoja na Jovin, Alex na katika maandalizi ya kipindi hiki, wageni wetu pia hatuna la ziada. Tukutane kesho katika kipindi cha Tuongee Asubuhi kuanzia saa 1 mpaka saa 3 kamili. Asubuhi njema.